wana Fuse, wana Fikra Zinduka, bila kuwasahau pia wana SNS, lakini Watanzania kwa ujumla. Kwa ambao tumepata nafasi ya kuhudhuria Fikra Zinduka au kusikiliza au kushiriki kwa njia moja au nyingine, huu ni mwendelezo wa Fikra Zinduka. Mungu alijalia, ndugu yetu Henry alielezea mambo mengi sana. Aliyoyaelezea ilikuwa kulay groundwork au kuweka msingi wa miaka ya nyuma, kuonesha kwamba Waafrika tuna very rich history, nikimaanisha kwamba tuna historia iliyoshiba na iliyojaa. Na aliongelea the greats, watu walio wakuu wa Kiafrika, kina Imhotep, Kush Kingdom, akaongelea watu wa Uganda, akaongelea Septimus Severus na wengineo. Sasa Fikra Zinduka ni movement na ni platform ambayo ni endelevu. Leo tuna mtu ambaye nitamwacha ndugu yangu Henry amtambulishe na aongeze chochote katika ufunguzi kabla hujamtambulisha. Sma, asante sana, lakini pia tunaendelea kuwashukuru ndugu zetu wa Tanzania na wengine wa Afrika wenzetu ambao na marafiki zetu wengine ambao wameendelea kuunga mkono jukwaa la Fikra Zinduka, ambalo kama alivyosema ndugu yangu Sma, lina lengo la kuonyesha nguvu ambayo na sisi tunayo, na msimamo wetu ni kwamba Waafrika au watu weusi tukipewa fursa sawa na mazingira sawa na uwanja sawa na jamii nyinginezo zozote duniani, na sisi tunao watu ambao wana uwezo mkubwa, wana maarifa makubwa, na unaweza ukaamua kusema ni mashujaa kabisa wa ulimwengu huu. Kwa hiyo ile utamaduni wa kutudogosha au kujidogosha, kuonekana kama kwamba sisi hatujui chochote, hicho ndicho ambacho Fikra Zinduka inapambana nacho. Na katika kuendelea na harakati hiyo, leo tuko na kijana mwenzetu anaitwa Ismail Musa, ambaye yeye ni Mtanzania ambaye kwa sasa yuko masomoni, anasoma China. Ni zaidi ya mwaka wa 3 sasa yuko huko masomoni, lakini kabla ya kwenda huko alikuwepo hapa Tanzania na amesoma hapa. Atatueleza yeye mwenyewe kwa ufupi hapa alisoma nini na baada ya hapo huko China anasoma nini. Lakini lengo la kumuita Ismail mbele ya kiti cha Fikra Zinduka ni kujaribu kuwaonyesha Waafrika na Watanzania namna ambavyo tukipewa fursa sawa za kuonyesha uwezo wetu, tuna uwezo wa kuonyesha huo uwezo, na pengine tukafanya kwa ubora zaidi kuliko ambavyo dunia imekwisha kufanya, au baadhi ya jamii zinazojitamka kwamba ndio zimeendelea. Maana kuna maneno yanaitwa developed world, kwamba kuna dunia iliyoendelea na isiyoendelea. Kwa hiyo sisi pia tuna uwezo huo mkubwa kabisa. Ismail, karibu sana Tanzania. Najua umerudi tu jana. Ndiyo. Lakini leo umetupa heshima kama jukwaa la Fikra Zinduka kuweza kushirikiana na sisi kuzungumza na Watanzania walio wengi, lakini pia na ndugu zetu wa Afrika ambao tunaamini wanaweza wakatusikia na kutuelewa. Karibu sana. Unaweza ukajitambulisha, umetokea wapi kwa ufupi tu, kwamba hapa ulisoma nini, lakini pia huko China kwa muda wa miaka 3 umekuwa ukifanya nini, na kwa mpaka sasa umeachieve nini, umefanikisha nini kwenye safari yako hii. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Ismaili Selemani Musa. Nilisoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania, shahada ya sayansi na teknolojia ya ufugaji nyuki. Hapo ndipo nilipopata msingi wa mambo ya nyuki yote yanayohusiana na vitu vya nyuki. Baada ya hapo nikaenda China katika chuo kinaitwa Zhejiang University, kipo mji wa Hangzhou, yalipo makao makuu ya Alibaba. Jimbo linaitwa jimbo la Zhejiang. Zhejiang University ni chuo maarufu zaidi kwa tafiti za kisayansi, machapisho, yani scientific publication. Kuanzia mwaka 2018 mpaka 22 ndio ilikuwa chuo namba 1 duniani kwa machapisho ya kisayansi, kikifuatiwa na Harvard University cha Marekani. Kwa hiyo ni miongoni pia mwa vyuo 50 bora duniani. Kwa hiyo ni chuo ambacho kinakuwa na ushindani sana.
na pia kwa sasa hivi nimetokea chuo kikuu cha Pretoria, nikienda pale kama Afrika Kusini. Ndio, Pretoria, chuo kikuu cha Pretoria ni cha Afrika Kusini. Sasa miongoni mwa vyuo bora Afrika, na pia miongoni mwa vyuo bora ambao vinafanya vizuri kwenye tafiti za mambo ya nyuki Afrika. Kwa hiyo Pretoria, huwezi ukaeleza tafiti za nyuki Afrika bila kutaja chuo kikuu cha Pretoria. Kwa pale nienda kama mtafiti, visiting researcher, kama mtafiti, na lengo lilikuwa ni kujifunza na kuona namna gani wenzetu wanafanya na tunaweza kujifunza na tukaja tukafanya nyumbani pia. Na fursa hii nilipata baada ya kupata tuzo ya mwanasayansi chipkizi wa mambo ya nyuki, hususan kwenye upande wa afya ya nyuki ulimwenguni, ambao tuzo ilihusisha nchi 127 na zaidi ya washiriki 2000, na mimi nikawa mshindi wa hiyo tuzo duniani ulimwenguni. Hongera sana. Sasa hapo kwanza Unatufanya very proud. Hapo naona kuna mtu anapiga makofi nyuma ya kamera. Safi sana. Ndio. Unaposema zaidi ya watu 2000, hawa ni watu wa mataifa yapi? Ni wa Afrika tu au mataifa yapi? Unaweza ukafafanua hapo. Na umesema zaidi ya watu 2000 kutoka nchi 127 duniani. Duniani kuna nchi 180 na ngapi? Kwa hiyo hapo ni almost 75% zaidi ya 70%. Kwa maana yake kwa kifupi, ndio unataka kutuambia Ismail, kuna watu walikuwa wanatoka bara la Ulaya. Hem, tufafanulie. Yaani kwanza katika hizo nchi 127, nchi nyingi ni kutoka bara la Ulaya, Asia na Amerika, ikiwa Marekani, Uingereza, kwa sababu hii tuzo ilitolewa baada kuna mwanasayansi mmoja alifanya mambo makubwa sana upande wa nyuki, alikuwa Thailand, anaitwa Panwan Chantawanakul. Yeye wakati akiendelea na utafiti alikuwa amebezi kwenye kulinda afya ya nyuki kutokana na viuatilifu. Akapata contamination, sijajua ni maambukizi, akiwa ya kikemikali, akapata saratani, akawa amefariki. Kwa kuenzi mchango wake ndio ikaanzishwa hiyo tuzo duniani kutafuta hewa. Alijitoa mwanga. Ndio hiyo tuzo, ndio maana inaitwa Panwan Chantawanakul. Tuzo ilianza kutolewa mwaka 2023, na kwa walokuwa wakipata tuzo hii wengi walikuwa wanatokea Ulaya, sana sana nchi za Israeli na Uswizi. 2023-24. Kwa mimi nikiwa Mwafrika wa kwanza. Yaani mwenye asili ya Kiafrika, Mwafrika na mwenye asili ya Kiafrika wa kwanza kupata hiyo tuzo. Umetuheshimisha. Sisi tunaendelea kusema Fikra Zinduka ni jukwaa ambalo linapaswa kuonyesha nguvu, kwa sababu ndio Ismail ameshindana na watu unaweza kasema ni wa ulimwengu mzima. Na yes, na kwa msingi huo kama ameshinda, maana yake kumbe maarifa sio dhibiti au milki ya watu wa eneo fulani au kanda fulani au jamii fulani kabisa. Maana yake ni kwamba maarifa yana uwezo wa kutoka popote, na sisi watu weusi na wa Afrika pia tuna uwezo wa kuonyesha maarifa hayo ambayo yanaweza yakawapita hata watu wengine ambao tumekuwa tukiwakumbatia kwenye fikra zetu, tukiamini wao ndio pekee wana milki, yani kwamba kana kwamba sisi ndio ile nilikuwa nasema siku ile kwenye jukwaa la Fikra Zinduka kwamba sisi tunakuja wa pili au watatu. Yani tumeshamweka mbele mtu mweupe kwamba mtu mweupe ndo anaanza, alafu sisi ndo tunafuata. Sasa kitu kingine, huu utafiti ambao umeufanya wewe, ambao umepelekea mpaka umepata hii tuzo, huu utafiti, hebu tuambie una sifa ipi ya kipekee ambayo imekufanya wewe uweze kuwa kinara, mtu mweusi kinara, Mwafrika mweusi na Mtanzania na Mwafrika pekee kuweza kushinda hii tuzo mpaka sasa hivi. Ina upekee upi? Sahihi. Asante sana, umeniuliza swali zuri sana kaka. Unajua, kwanza kitu ambacho kinazingatiwa kwenye ushindani mbali na wazo lako ni mchango wako. Sawa. Mimi kuna kitu kimoja natamani sana kuambia watu.
elimu ya Tanzania ni elimu bora sana. Yaani imekosa vitu vichache tu, ila ni elimu bora. Ila ninashangaa sana vijana wengi kwa nini wanaidharau elimu ya Tanzania. Ukitaka kuamini kama elimu ya Tanzania ni elimu bora, mchukue mtu aliyosoma IFM, UDSM, Mzumbe, mchukue na mtu aliyeenda kusoma India, waweke hapa. Yaani huyu wa IFM Mzumbe atamzidi wa India vitu vingi, atamzidi mtu wa China vitu vingi, hususan bachelor level ya degree level. Kwa mimi ushauri wangu, ukitaka kwenda kusoma nje, ni bora msingi upate nyumbani. Kwa sababu gani? Elimu yetu sisi imewekeza zaidi katika maarifa kuliko ujuzi, ushaelewa? Kwa hiyo unakosa vitu vidogo tu kwenye ujuzi. Yaani elimu yetu sisi, kwa mfano mimi, kitu ambacho kimenisaidia huko China ni msingi nilopata chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wala sio uongo, nisema ukweli. Kwa sababu kule, yani elimu yetu sisi ni content based, yani maarifa, manake unakuwa na nadharia, yani vitu vingi unasoma vitu vingi. Kwa hiyo unajifunza mambo mengi ambayo ukipata tu nafasi tu ya kuyafanya, ujuzi ni kufanya. Kwa wale kule elimu yao imebezi kwenye kufanya, ujuzi ni kufanya, yani kufanya kitu kwa kufanya. Sasa kwa elimu ya kule imebezi sana kwenye kufanya kuliko maarifa, na ndio maana ukienda kama una msingi utafanya vitu vikubwa kwa urahisi. Kwa sababu tayari msingi wa maarifa unao. Sasa ulichokuwa unakikosa ni namna na zana za kukitekeleza yale maarifa kabisa. Practice kile ulichojifunza. Kupractice. Sasa kwa mimi hicho ndo kinisaidia, na mwanzoni nikapata shida kwa sababu vitu vingi unavisoma na hujawahi kuviona. Sisi tuna hiyo elimu yetu kwa kiasi kikubwa, vitu vingi tunavisoma, vingine ni vya kawaida. Labda sijui ukichemsha maji kwenye chumvi unapata reaction hii, lakini hatujawahi kuchemsha maji kwenye chumvi. Sasa kwa hiyo kwenye tuzo, ambacho kitu cha ziada kilichonisaidia mimi pia hata kushinda hiyo tuzo ni mchango wangu kwa sehemu ninapotoka. Yaani wewe una mchango gani kule ulipo, kwa sababu hiyo pia wanaangalia. Kwa mimi nimefanya kazi kubwa sana, ninafanya kazi vijijini, sio mjini. Vijijini kule nimefanya Umasaini huku na maeneo ya kanda ya Ziwa huku. Kazi kubwa ambayo huwa ninaifanya mimi ni kuwa train wafugaji nyuki wa asili, kuwabadilisha kufanya ufugaji nyuki ambao utawapa manufaa. Tofauti na ile ufugaji nyuki kibiashara, maana wengi wameshaibiwa sana. Kazi ninayofanya mimi kwenye sayansi ya nyuki wameendelea zaidi kwenye masuala ya social organization kuliko hata binadamu. Yaani mifumo ya kiutawala, kiuongozi, nyuki wako bora kuliko binadamu. Wana mpaka mifumo ya kidemokrasia. Paka mifumo ya uendeshaji wa familia na kila kitu. Kwa hiyo sasa mimi ninachokifanya, nawafundisha namna nyuki wanavyoishi. Kwa wale wanakuwa wanajifunza kwa kufanya. Yaani wanakijiji wale ninavyowafundisha mimi kwamba nyuki wanaishije, wanafanyaje maamuzi, wanaleaje watoto wao, wanaandaje, kwa sababu nyuki ndio kiumbe bora ambaye yuko vizuri kwenye kuandaa kiongozi wao. Naomba nikuulize swali. Ndio. Wanasema nyuki akilewa akirudi kwenye mzinga wanamzuia singia. Hapana, sio kweli. Hizo ni stories za utani. Kwa sasa kwa mfano nyuki wanavyoandaa kiongozi wao wanatumia mpaka na saba. Wanatumia mpaka yani chemical cues, yani tutaeleza baadaye. Sasa kilichopelekea ni hicho, kwamba baada ya kufanya vile, maana yake ubunifu wa kwanza ambao niliufanya ukawastaajabisha kwenye hao mafunzo ninayoyafanya. Kwanza ninawafundisha namna ya kutengeneza value added products, mazao yaliyoongezewa thamani. Nyuki ana mazao 6, ana asali, ana maziwa, ana sumu, ana chavua, ana nta, ana gundi. Hivi vyote nilivyovitaja kiafya vina kazi kubwa kwenye mwili wa binadamu kuliko asali, na kithamani pia ya fedha vina thamani kubwa kuliko asali pia. Japokuwa watu wengi wanafahamu asali. Sasa kwa mimi nilichokuwa nakifanya, pia nyuki wanaweza kutengeneza vipodozi kwa kuongeza thamani ya mazao ya nyuki. Kwa wakati ule ambao wanasubiri wana kijiji kuzalisha asali, kwanza niliwabadilisha mitazamo, waone nyuki ni sehemu ya maisha yao. Kwamba hata wakitaka kufanya maamuzi ya kifamilia, kwa sababu hata social science inaaminika nyuki ndio their best kwenye collective decision making. Yaani hivi tukiwa wengi, nyuki wako bora kuliko hata binadamu kwenye kufanya hayo maamuzi ya wengi. Kwa hiyo ninawafundisha wanafanyaje maamuzi, nyuki wanafanyaje teamwork, nyuki wanaleaje watoto wao, nyuki wanafanyaje. Ukiangalia kale kakundi ka nyuki kalivyo, lakini wanatoa lita 20 za asali. Kitu gani kinawapelekea wafanye hivyo? Kwa wale watu wanaanza kuishi kama nyuki kabla kwanza kujua kuwafuga nyuki.
Kwa hiyo wakianza sasa kufuga nyuki, baada ya hapo sasa wakishajua kufuga nyuki na kuchakata asali, yale makapi yanayopatikana naanza kuwafundisha kutengeneza lip balm, losheni, sabuni za kuogea, mafuta ya kupaka ya vibalango. Kwa hawana haja tena kuhangaika na masuala ya dawa. Kwa hiyo ndio ikawa imevutia zaidi. Hata ulipokuja ugeni, nadhani kama ulisikia kuna mkutano mkubwa wa nyuki duniani ulitakiwa ufanyike 2027 Tanzania. Kidogo tukapata mambo ya kisiasa ukawa umehamishwa. Kwa upande wetu sisi hatukuwa tumejiandaa. Muda ambao walitakiwa wale waje wafanye ukaguzi wa miundombinu, kwetu mkandarasi ndo akawa site. Kwa sasa ule ugeni ulivyokuja, sehemu ambapo walitamani kuja kuona, kutembelea ni kwa wanakijiji wangu. Naomba ili niliseme leo kwa sababu hamna mtu alikuwa anajua. Kwa hiyo lengo walitaka waone yani kile nilichokifanya, kwa sababu nilipata fursa ya kwenda kwenye hizo platform kufanya presentation na wakapenda sana. Kwa ilikuwa ni mawasiliano sio ya kinchi kati ya mimi na wao. Watafute muda wao waje wakatembelee wale wanakijiji. Kwa hiyo wakapata nafasi ya kuja. Walikuja wakati wanakuja kukagua hiyo miundombinu. Kwa hiyo yani katika sehemu ambayo ilibeba pia Tanzania, kwamba watoe kipaumbele Tanzania kwa hiki nilichokifanya mimi. Ni kijiji chako ni kipi? Mimi nimefanya sana sehemu, kwa sababu ile ukumbi ulikuwa unafanyikia Arusha. Kwa hiyo nilikuwa napeleka kwa Wamasai. Mimi nafanya sana kwa Wamasai. Ulikuwa unadili nao? Nadili nao. Kwa hiyo wakati nataka waone Wamasai ya jinsi nilikuwa transform wakafanya vitu kama hivyo. Sasa mimi kwa nini nimekuuliza hivyo? Ndio. Na kama Fuse. Ndio. Na kama harakati ya Fikra Zinduka. Ndio. Kwa wale hawakupata nafasi ya kwenda. Ndio. Utaomba ukipata nafasi na sisi Mungu akituwezesha. Ndio. Twende kile ambacho walitakiwa kione. Ndio. Sisi twende tutembelee, tukidocument, tukioneshe. Sahihi, ni vizuri, sawa, inakaa vizuri. Kwa hiyo baada ya hapo sasa hicho ndo kiliongeza thamani kubwa. Na cha pili sasa kwenye upande wa science, kwa sababu hata hiyo pia ni science, kutoa maarifa kuyafanya kuwa na tija, kwa sababu hii ni ubunifu, sio kwamba kuna sehemu niliangalia tu watu kuwatengenezea kwanza interest, yani kupenda kile kitu. Kwa hiyo yani ikafikia kipindi yani wanapenda, yani hata akiona nyuki yani anaona kitu cha thamani sana, achukue kama mdudu. Hiyo ndo kazi kubwa ambayo nilikuwa nimeifanya kwenye training baada ya kupata malezi mazuri kutoka kwa brother hapa. Sasa cha pili ni ubunifu ambao niliufanya kwa kutumia kemikali ambazo nyuki wanawasiliana. Nyuki wanapozalisha asali au nyuki hapa akikudunga ndo akikung'ata, si ndio? Kama labda nyuki wapo Kariakoo mzinga wake, kuna chemical wanazalisha hapa. Zinaitwa pheromones. Zile pheromone, kila pheromone inakuwa na muundo wake wa kikemikali. Sasa akikudunga hapa nyuki anazalisha pheromone inaitwa alarm pheromone. Kemikali ambayo mama ya hiyo alarm pheromone inaitwa isopentyl acetate. Hii ndo harufu unasikia kama nyuki akikuuma, kuna harufu fulani unakoga unaisikia. Ile harufu wale nyuki wapo Kariakoo wanaweza wakaihisi, wakaisoma iko wapi. Na kitendo cha wewe nyuki kukuuma ni yeye kujitoa kafara, kuwa tayari kupoteza maisha, kwa sababu akikuuma wewe ule mwiba wake ni sehemu ya 10 ya pingili ya 10 ya tumbo lake. Kwa hiyo ikitoka ile anakufa ndani ya masaa 24, na anajua kabisa kama anaenda kufa. Lakini kwa nini anakwenda? Kwa sababu anatakiwa kuzuia wewe adui usiende kushambulia kule familia yake. Na wale familia wakishajua wanakuja kwa hasira, wanakuja kushambulia wewe kama adui. Kwa sababu ile alam ni king'ora. Si unajua alam kwamba ni king'ora. Si unajua alam ni king'ora. Kwa hiyo imeitwa alam, maana yake alam ni kitu cha hatari. Kwa hiyo akiizalisha hiyo alam ni alam kweli. Ni kama king'ora kile cha polisi wanakuja. Hiyo ni umbali wa kilomita ngapi labda? Umbali wa kilomita 7. Kilomita 7 wanasikia hiyo. Ndio. Nishawahi. Kwa hiyo king'atwa ndo wanakuja. Kisa kidogo. Ndio. Kwa mamangu mkubwa Victoria alikuwa na nyuki. Sasa tulikuwa kwenye mpapai. Mimi mdogo nilikuwa mtundu sana. Siku nikachukua kifuu cha nani nikajaza mchanga nikapiga, alafu nikakimbia ndani. Bwana waling'atwa wafanya kazi pale, watu wazizi, ng'ombe, mbuzi nini. Kwa sababu na mimi ndio nimepata dhana ya kwamba kumbe kwa nini wao wanakuja wengi, kwa sababu nilikuwa nashangaa kwamba kwa nini sikung'ate mmoja, yani wanakushambulia wengi yani kiasi kwamba ni kama wana hasira na wewe. Na ile alamu yenyewe inawaambia chochote utakachokutana nacho shambulia. Na wanaokuja kushambulia
Sio wote, ni nyuki wa kuanzia siku 21 mpaka 23 wanakuaga ni scouting na guard bees. Kazi yao ni hiyo tu, au wengine kazi yao ni kuzalisha na kukusanya chakula. Special force. Ndio wale na wale ndio maana unakuta kwenye chai, hawezi kuuma nyuki wa kwenye chai, labda mpaka umchokozi. Hawezi kuuma kwa sababu yule yani kitu ambacho cha kujifunza labda unaweza kujifunza, nyuki wana focus. Yeye majukumu yake ni kukusanya taarifa za chakula, anafanya scouting. Hafanyi nyuki chochote bila kufanya upelelezi. Kwa kama ametumwa kuja kufanya upelelezi, atapeleleza, hawezi kuchukua cha kwenye chai. Atarudi kutoa taarifa. Yeye kamaliza kazi yake, akirudi kule anatoa taarifa wandani wale. Sasa wale wandani wakongwe kidogo kuanzia siku 23 kwa sababu nyuki maximum wanaishi siku 56. Kwa hiyo kinachokuja sasa kutokea sasa hao ndo wanakuwa wameshafanya hizo kazi za scouting. Kwa wale ili waweze kwenda kufika kama hiyo kilomita 7 watafanya calculation ya nyuzi pale walipo, jua lilipo na uelekeo wa kile chakula. Zile nyuzi watakazozipata ndo zitawapa taarifa za uelekeo, umbali, ladha ya chakula, wingi wa kile chakula, ubora wa kile chakula na usalama wa kile chakula. Alafu ndo wanaenda. Kwanza kuna namna kwenye tabia za nyuki au za wadudu za viumbe, kuna namna tofauti za kusoma. Cha kwanza unaweza ukafanya video identification, ukaset kamera mule ndani kwenye mzinga ikawa ina rekodi matukio. Cha pili kuna kifaa kinaitwa radio frequency identification device, RFID. Hii RFID pia ina uwezo wa hii ndio ina detect ile mijongeo. Kwa sababu RFID pia imeweza kusoma mpaka mawasiliano, mazungumzo kati ya nyuki na mmea. Yaani nyuki na mmea huwa wanazungumza, yani afiki tu hivi, lazima apate ruhusa kwenda kwenye mmea ile huwa. Kwa unajua nyuki anatikisa mabawa mara 280 kwa sekunde moja. Kwa ile ndio inapelekea vibration. Ile vibration unaisikia ile haitoki mdomoni, ni speed ya bawa. Kwa sasa mdomo anakasirika. Kwa ile frequency anayoitoa na huwa linatakiwa litoe frequency sawa ili kumruhusu kwenda. Ile sipomruhusu haendi ndio. Hawana nidhamu ya sana. Kwa hiyo unataka kuniambia kumbe nyuki anapoenda kwenye ua ni mpaka ua limkaribishe. Lazima limridhie. Sio kwamba analivamia tu ua. Hapana, ndio maana hawezi akatua tu moja kwa moja hapa. Ua kama anazunguka hivi. Ndio anapata ruhusa. Na ili afike kule sasa. Ukumbuke nyuki wana uwezo mkubwa wa kusoma, kwa sababu kama hivyo kilomita 7 analionaje ua la kilomita 7 yeye yuko hapa. Na hapa kuna majengo, kuna kila kitu. Kwa nyuki pia, miongoni mwa maajabu ya nyuki, wana uwezo wa kusoma na kutofautisha mijongeo zaidi ya 300 kwa sekunde moja. Yaani mkipita watu 300 mkamchanganya, ana macho matatu. Kwa hiyo yani ana uwezo wa kuwatofautisha wote 300 ndani kwa sekunde moja. Pia ana uwezo wa kusoma chemical compound, yani zile compound za harufu ya mimea, kwa sababu hapa kuna mimea mingi katikati ukumbuke. Lazima imchanganye. Kwa ana uwezo wa kutofautisha compound zaidi ya milioni. Akajua compound ipi sasa hivi tunahitaji ili tukizalisha chakula chetu asali iweze kutusaidia. Kwa hiyo inaitwa olfactory signals. Kwa sasa hizo olfactory signal ndo nyuki huwa anazitumia sasa kwenda kwa kilomita 7. Kwa akisoma ile anajua hii compound ipo sehemu fulani, inapatikana sehemu fulani. Kwa hiyo haendi kutafuta ua, anaenda kuitafuta ile compound. Ile harufu ndo anaenda kuitafuta, ndo anafika hapo. Sasa Bwana Ismail, ndio najua hapa tunakuhoji ila unatupiga na shule. Na mimi ndo ninachokupendeaga, yani waga hutuachi salama. Kwenye kuna kitu umetuonyesha hapa nyuma ya kamera. Ndio. Umepata hati maalum ya ubunifu. Ndio, sahi. Na ubunifu wako huu umeleta changamoto au umechallenge dhana za kisayansi za magwiji wa sayansi ya nyuki duniani. Hebu tuambie huu utafiti wako ambao mamlaka ya China ya ubunifu imekupa hati maalum ya kuthibitisha ubunifu wako. Ubunifu wako ukoje ili wanafikra zinduka pia ndugu zetu akina vijukuu vya Imhotep waweze pia kuelewa? Asante sana. Nimewapitisha kidogo kwenye mawasiliano ya nyuki. Lengo ilikuwa ni kupata ufahamu angalau kwa uchache kwa hiki nitakachokielezea sasa hivi. Wakati nyuki wanapokuwa wanafanya mawasiliano,
wanapofanya mawasiliano kati ya watoto, wale nyuki wanaolea wale watoto, nyuki wanakwenda kukusanya chakula, huwa wanafanya mawasiliano kwa njia mbili. Either kwa kutumia chemical hizo ambazo ndo nimesema zinaitwa pheromones, au kutumia maumbile yao, yani kutumia ile antena na maumbo yao, yani wanakuwa wanajitikisa au wanadance, hivyo ndo hawazungumzi kama sisi tunavyozungumza. Sasa kwa kutumia hizi chemical, wanapokuwa wanawasiliana nyuki wao kwa wao, zile chemical wanapokuwa wameziachia hizo pheromones, huwa pia kuna baadhi ya wadudu wanaweza wakazimimic. Yani kumimic ni kama kukopi, alafu unaigilizia. Ushaelewa? Kwa hiyo kwa sababu nyuki kuna nyuki pale walinzi mlangoni, yani hakiingii kiumbe chochote tofauti na wao. Sio tu hawezi akaingia pia nyuki mwingine ambaye hajatoka kwenye kundi lingine. Sasa wale wanasoma vipi yani kumzuia huyu nyuki? Kwa kila mzinga, kama nilivyokuambia, kila binadamu ana harufu yake maalum, inakuwa imebeba ile. Sasa kwa nyuki ile harufu anayotoa kwenye jasho lake, huwa anatoa chemical ambazo zinaitwa cuticular hydrocarbons. Hizi cuticular hydrocarbons ndo zinawasaidia wao kutambuana ndugu wa kundi moja. Kwa sasa wadudu wengine wana uwezo wa kuzimimic hizo na wakamimic, yani nimesema kwa wanajifanya wananukia kwa harufu hiyo. Harufu hiyo. Ili waonekane sio adui. Ndio kwa wanapita wanaingia. Wanapoingia sasa, kwa sababu wale wanaweza wakala watoto, wakala asali. Ili wafike kwenye asali kwa usalama, huwa wale watoto wanakuwa wanazalisha hizo pheromones kwa kuwasiliana na wale wanaowahudumia. Kwa wakizalisha hizo pheromones, wale wadudu kama kupe au beetles wanakuwa wanapata ile direction kama dira ya kwenda ikondo, wanazitumia hizo. Sasa kisayansi inaaminika zile pia wana uwezo wa kuzisoma wakaenda. Na wao wajanja special force wana mbinu zao, wanaingia huko. Ndio Sasa kutokana na hatari ya kupungua kwa idadi ya nyuki duniani, na kama unavyojua dunia inamtegemea nyuki kwa zaidi ya 90%. Ni kweli. Sasa na hii ni fact. Ndio watu wengi Ismail tunaiongelea juu. Nakumbuka juzi nilishare na wewe kitu Instagram. Ndio sasa. Niliona kuna hatari ya binadamu kupotea, kwa maana kuingia hata kwenye bala njaa na shida kubwa miaka michache ijayo, kwa sababu hatuwajali nyuki na hatuelewi kwamba kumbe mazao haya yanakomaa, yanakuwa. Kumbe nyuki anahusika kwenye kuhakikisha hayo mazao ambayo ndio chakula kwetu yanakuwa kwenye hali hiyo ya kukomaa na sisi kuweza kupata chakula. Kwa hiyo nyuki wakipotea, maana yake chakula kinapotea. Chakula kikipotea, tukumbuke moja ya hitaji muhimu la binadamu katika maisha yake ni chakula. Kwa hiyo chakula kikipotea, maana yake tumepotea. Sasa ngoja nikwambie kitu ambacho inawezekana hukuwahi kukifikiria na ni cha ajabu zaidi. Hii mimea zaidi ya 90% tunayoitegemea sisi. Tunaitegemea kwenye chakula. Lakini tunaitegemea kwenye dawa, ukumbuke. Ni kweli. Hiyo yote inamtegemea nyuki ili iweze kuzaliana. Pia hii hewa tunaoivuta hapa inazalishwa na mimea, hewa ya oksijeni. Kwa pia tunategemea sisi kupumua. Sasa fikiria nyuki wametoweka, mimea imetoweka. Maana oxygen supply hakuna, ambayo ndio inafanya tupumue. Mbali na chakula. Kwa hiyo unataka kuniambia ndugu yangu, nyuki ni kama lile unajua ile inaitwa oxygen support ni kama yani sisi hapa tuna kimsingi kuna mtungi mkubwa wa gesi tunauvuta, ila sisi hatuoni. Na huo mtungi anaoutengeneza ni nyuki na hii mimea. Na mimea inamtegemea nyuki. Sahihi. Kwa maana yake nyuki akiondoka kwenye equation, maana yake unabaki mmea ambao hawezi kuzalisha oksijeni. Ndio tanki letu. Kwa hiyo hapo maana yake mgonjwa ni kama ile oksijeni imekwisha. Ndio. Na ndio maana ukiangalia mpaka serikalini katika viumbe wote nyuki kapewa kitengo maalum. Utasikia idara ya nyuki, wizara ya misitu na nyuki. Kwa hiyo kwa sababu wako wengi wadudu, kwa nini hajasema labda idara ya fulani? Wewe ukasikia idara ya tembo, idara ya kuku, mende. Unaelewa? Sisi kwenye Qur'an kuna sura nzima inaitwa suratul Nahl, suratu ya nyuki. Sikuwahi kujua umuhimu wake, lakini sasa hivi naelewa kwa nini. Hata kama serikali ilivyoweka kwamba kuna idara maalum ya nyuki, kuna sura maalum katika viumbe wote kaekewa yule nyuki. Unajua maajabu ya hiyo sura? Kwa maajabu utashangaa sana. Hiyo sura inavyo au ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ngoja mwezi mtukufu basi nikupe faida kidogo tupeane faida. Pate darasa. Miongoni sisi kwenye sayansi
tuna ukomo wa kufanya utafiti yani wa nyuki. Kwa sababu gani? Tukishindwa, yani kwa sababu mifumo ya urithi wa nyuki na tabia zake, hauwezi ukamzalisha nyuki kama unavyozalisha ng'ombe na kuku. Unajua kuna ng'ombe wa kisasa. Kwa nyuki tuna limitation pia. Kwa sababu zile tunasema ana complex genes. Yani genes zake nyingi, yani DNA au nasaba zake, vinasaba vyake vingi vinakuwa katika mfumo wa kubebana. Yani tabia moja inabebwa na vinasaba tofauti. Kwa hiyo ukamchukua nyuki mmoja na mwingine wanakuletea tofauti. Ushaelewa? Sasa tunajiuliza kwa nini inakuwa na ugumu? Kwenye sayansi tunasema they are genetically programmable, they are biological computer. Ndio kiumbe anaitwa biological computer, ni computer ya kibiolojia. Yani vyote nilivyokuelezea kwamba vimesetiwa, nani kaviseti kwenye sayansi hatuna majibu. Sasa turudi hapo uliposema kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu kwenye hiyo aya anasema wa auha rabbuka ila an-nahl, kwamba Mwenyezi Mungu akampa wahai. Wahai ni ufunuo. Ufunuo anapewa mitume na manabii. Ufunuo maana yake ni mwongozo wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu kwa kiumbe wake. Ndio. Kwa tofauti na mitume na manabii, kiumbe ambaye amepewa ufunuo kwa sisi viumbe wanyama, jamii ya wanyama ni nyuki peke yake. Sasa nitakupa kwa nini uzito wake huo. Wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyuta, kwamba ajenge katika majabali na nyumba mima rishuni, yani mizinga tunawatengenezea. Sasa aya ya pili ndio inabeba uzito wa yote nilowaelezea. Anasema hivi thumma kuli min kulli thamarati, yani ile kuli maana yake Mungu anamwambia nyuki mwanamke. Hizo ni zama hizo, lakini sayansi miaka 1940 na kitu ndio imekuja kugundua yote ninayoeleza anafanya nyuki mwanamke. Umeona? Sasa huyu nyuki mwanamke kuliminkuli thamarati, kisha kula, yani kutembelea katika kila mimea, afanye uchavushaji. Ndio hicho tunachokiongelea uzito wa nyuki. Anapoenda kwenye mimea maana yake afanye pollination. Hiyo pollination ndio hiyo tunaosema nyuki mimea inamtegemea zaidi ya 90%. Kwa hiyo ndio pollination. Sasa kwenye hao mawasiliano nilikuelezea, Mungu anamwambia hivi, sasa atafanyaje hiyo pollination? Fasluki subula rabbiki dhulula, kisha fata njia alizozielekeza Mola wako. Kwamba nyuki mawasiliano yote anayofanya, ndio maana unasikia chemicals sijui nini, akiruka angani huwa anaacha alama zile za vidole kama fingerprints. Zinaitwa footprint. Hizo ndio mwenzake anapita kwenda kutafuta maeneo ya chakula. Anapotua anaacha hizo footprint. Ndio hiyo fasluki subula rabbiki dhulula, kisha fata njia alizozielekeza Mola wako. Mungu anasema hivi yakhruju min butuniha sharabu mukhtalifun alwan. Kwenye matumbo yake nyuki ana matumbo mawili kisayansi. Ana tumbo la kawaida na ana tumbo la asali. Kwa Mungu pia kaishasema kwenye matumbo yake mawili. Umeona? Kinatoka kimiminika, sio kinywaji. Kimiminika, product zote za nyuki zinatoka kwenye mwili wake, zinatokea kwenye tumbo na zinatoka katika mfumo wa kimiminika, sio asali kama wengi wanavyotafsiri. Umeona? Na zinakuwa na rangi tofauti. Ndio. Ndio Mungu anasema mwishoni fihi shifau linnas, kwamba katika hivi vyote ni ponyo kwa binadamu. Sasa hizi ponyo ndo tukiangalia, sumu ya nyuki inatumika kutibia magonjwa makubwa kama watu walopooza, kustulia, hizi neurodegenerative, matatizo ya mifumo ya fahamu. Unasikia mtu uvimbe, saratani. Hiyo sumu ya nyuki ina uwezo mpaka wa kuua virusi, mpaka HIV virus. Sumu ya nyuki hiyo. Tukija kwenye gundi ya nyuki, kwa kiasi kikubwa inatumika kwenye matatizo ya ndani ya mwili na vidonda. Yani kutibia vidonda vya tumbo, vidonda vya ndani na kuungia mifupa, na kwenye watu wenye shida ya sukari na vitu vingine. Nta ndio hiyo kwenye madawa ya ngozi kutengenezea. Maziwa ya nyuki ndio hayo tunayosema yanasaidia kurefusha umri, anti-aging kwa binadamu. Yani anakaa muda mrefu. Wanasema mbona hawa viongozi wa nchi za Ulaya ngozi yao hii haijikunji? Sasa angalia maajabu ya Mungu. Malkia Elizabeth mpaka anafariki, ngozi imenyoka. Kwa nini? Kumbe maziwa ya nyuki. Mimi kwanza sikuwahi kujua kwamba nyuki ana maziwa. Unajua ana ng'ombe tu na maziwa. Ulipoanza kumuelezea huyu ndio nikaanza kujua kumbe kuna maziwa ya nyuki. Ndio. Sasa ndo hayo maajabu. Sikiliza sasa hapa bro, mwishoni Mungu anasema hivi, mwishoni alivyofunga ndio hiki ambacho nataka nikwambie, ambacho wewe ulichokifanya hapa. Akasema hivi kwamba inna fi dhalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Hizi ni ishara kwa watu wenye
Kwa hiyo ili ujue lazima ukae, sio uangalie, yani uchimbe, yani usome, ufikirie. Sasa hapo kwenye kufikiri sasa tukija, ile sura ni sura ya 16 kwenye ule mpangilio. Ile sura ya 16 ukija kwenye nasaba ya nyuki ana chromosomes 16. Nyuki jike, umeona ana chromosomes 16 nyuki jike. Kwenye urithi, herufi ambayo imetengeneza neno anaha ile lam ni herufi ya 16 katika mpangilio wa herufi. Wao zilizotumika wawa zipo 16. Ile aya 69 na 68 unapata 137. Jumla ya zile aya zipo 128. Aya ya 128 ina herufi 32 tofauti. 32 ndio zimefunga ile sura, si ndio? Kufunga maana yake ni kwamba 32 maana yake ni 16 mara 2, si ndio? Maana yake hiyo ni pair. Pair hiyo ni jozi, si ndio? 2. Hizi ndo anarithi nyuki jike anayefanya kazi zote hizo. Nyuki dume yeye anazaliwa bila baba. Anakuwa na seti moja ya chromosomes ambao ndo hizo 16. Kwa ukichukua ile 8 ukazidisha mara 16 unapata 128. 128 ndo idadi ya hizo aya ambazo zinakuwa zimeelezea hiyo sura. Kwa hiyo ndo uzito na maajabu, nadhani kidogo la tukija kwenye Biblia anasema. Sasa tuendelee pale pale. Mimi nakushukuru. Naamini wana Fikra Zinduka, wana Fuse wanaendelea kupata maarifa makubwa sana kutoka kwako Ismail. Kwa hiyo kwenye eneo lile sasa la ile hati maalum ya ubunifu ulioipata kutoka serikali ya China na mamlaka zake, umefanya nini ambacho hakikuwepo, ambacho wanasayansi wa nyuki duniani walikuwa hawajakigundua na kukifanya? Sawa, asante. Kama nilivyoeleza kwamba wale wadudu wana asili ya kuingia na kuvutiwa na hizo chemicals, ndio. Sasa katika kufikiria kuwa na njia mbadala ambayo haileti madhara kwa nyuki na tuweze kuhifadhi nyuki, tunaita sustainable, ndio. Kuwa na ile sustainable management, yani udhibiti endelevu wa wadudu, mbali na kutumia kemikali ambazo zinadhuru nyuki, zinadhuru mazao yao, zinatudhuru na sisi binadamu. Ndio yule alikuwa ni mwanamama yule profesa. Sasa kwa hiyo nikaja na fikra ya kutumia miti, yani miti shamba ambayo inapatikana kwa wafugaji nyuki wa mapolini, tupate mafuta ya miti shamba au ule mchuzi wa ile miti. Katika kuangalia tunawezaje kuitumia ile, kwamba mwanakijiji hata akiwa kijijini Kigoma, Tandahimba, awe na Mtumbo, awe wapi, anaweza akatumia ile aidha kulinda afya ya nyuki, kwamba nyuki wakawa salama, lakini akadhibiti maadui na wadudu wa nyuki. Katika kufanya vile nikatumia baadhi ya miti, nikaona nyuki kama vile wanakuwa wanafuata. Na hiyo miti uliitoa huku kwa Afrika? Ni miti ya China. Kule China. Ndio. Sasa huwa mimi napenda sana kudadisi. Kwa nini wanyuki wanasogelea hii? Mbona kama vingine wanakimbia? Lakini hii unakuta wametulia, ni kama wamesizi fulani hivi. Wametulia, wana shida. Nasema nikajaribu kushare na msimamizi, yani profesa ambaye anasimamia kwenye shughuli zangu za utafiti. Akaniambia jaribu tena. Nikajaribu kwa sababu si huwa tunaamini kwenye kujaribu. Kujaribu, nikamwambia hapa kuna kitu, hem tujaribu kuiprofile. Yani kuprofile maana yake ni kuangalia muundo wa kikemikali wa hizi dawa nilizotumia za miti, hiyo miti. Kuangalia katika muundo wa kikemikali tukapata baadhi ya compounds. Kwa mimi nilichokifanya sasa, baada ya kupata zile compounds, ikabidi nianze compound moja na nyingine, niangalie kwanza matumizi yake kwenye mwili wa binadamu inafanyaje kazi, matumizi yake ya kiafya na udhibiti kama inaweza kuua wadudu na vitu vingine. Kwa baadhi ya compounds katika kuendelea sasa kujiongeza, nikaja nikagundua kwamba zinazalishwa na nyuki wakati wanapowasiliana wao kwa wao. Lakini sasa ukija katika nadharia za kisayansi tunasema zile zinavutia wadudu, kwa zinachangia wale wadudu kuwashambulia nyuki. Kwa sasa hapa ndo ikawa inanichanganya, hii inawezekanaje? Nikasema ngoja nijaribu. Kwa hiyo nilichokifanya mimi nikazi extract, yani nikazivuna zile compounds kwenye ile miti, yani ile dawa. Alafu nikaanza sasa kuwatibu nyuki maabara kwa kutumia zile compound kwenye ujazo mdogo. Ndo tafiti huwa zinaanzia hapa. Unaanzia maabara mpaka unaenda kwa binadamu, hata dawa inaanzia hivi. Sasa katika kutibu
bahati nzuri au mbaya ni kitu cha kwanza. Unajua kitu cha kwanza inapokuwa na changamoto. Kweli. Sasa kwa sababu ni kitu cha kwanza, hakuna rejea, yani sawa kitu kizuri. Hakuna reference. Nafanyaje? Hamna reference. Yani hamna kabisa hamna. Nijiongeze. Rejea ni fikra Mungu alizokupa. Sasa mimi wao ningefanya kwa sababu hamna reference. Kuna akili moja ikanijia, ndio hiki ninachosema, elimu ya Tanzania inatusaidia sana. Kwa sababu tuna content kwa kufikiria, wewe muda wote unakuwa unafikiria. Nikafikiria nikasema hapa nitumie mbinu gani? Kwa sababu sisi huwa kwenye science kuna kitu tunaita kuforge. Yaani unaforge kitu ili upate formula fulani. Nikasema sasa hapa mimi sasa hapa mimi kitu ninachokifanya hapa mimi na forge high dose mpaka kwenye low dose. Ni kazi itakuwa ngumu, lakini najua kuna kitu nitakipata. Nikawa na yale matumaini. Kwa hiyo nikaanza na high dose, najua itaua nyuki yote. Alafu naenda naipunguza mpaka nipate kiwango ambacho nyuki wataanza kuishi 50%, tunaita lethal dose 50%. Kwamba 50% wataishi, 50% watakufa. Nikipata tu hiyo basi hii inafanya kazi. Kwa sababu najua kama 50% wakiishi, ina maana kuna kiwango kikipungua wataishi wengi zaidi. Kwa hiyo nikaenda ninapunguza. Kila nikifanya nyuki wanakufa, nikakata tamaa. Nikasema, kaambia mwalimu wangu hii kazi ngumu. Ndio ngoja nijaribu ya mwisho. Sisi huwa tunaamini sana kwenye kujaribu. China huwa tunaamini kwenye fanya mpaka mpaka mwisho yani. Hapo ukumbuke ninaingia maabara saa 5 asubuhi natoka saa 9 usiku. Miezi hiyo minne, hamna Jumamosi, hamna Jumapili, ni kila siku. Yani inafikia kipindi hata ukiniuliza chochote kichwa hakifanyi kazi, ila niulize tu maabara ndo kinakumbuka. Bora msanii, yani ukiniuliza chochote hata kuhusu maisha yangu, yani kichwa kinakuwa kifanya. Ilifikia mpaka kipindi naingia bafuni, nachukua dawa ya mswaki, baada ya kuweka kwenye mswaki nipige hivi mswaki, naweka mkononi nataka nipake kama mafuta. Kitu gani? Kwa unapata ile routine yani maana yake kichwa ukiamka ukilala mpaka ukilala hivi kufunga macho unaona nyuki tu hapa wamekufa wamepona. Sasa Bwana Mungu alivyofundi, wakati nikafanya kwenye treatment moja, nikaja nikaona nyuki wamekaa siku 3. Kuna profesa mmoja mzungu nikamkumbuka, yeye ni mtu mzima sana na miaka 80 na kitu sasa hivi. Aliwahi kuniambia kitu kimoja, akasema hivi, ugunduzi wote unaojua duniani huwa unakujaga kutokana na makosa. Yani hamna ugunduzi wote unaojua wewe kwamba eti mtu tu alikaa akafikiria kama hapa brother Henry anafikiria atengeneze simu. Kuna kitu alikuwa anafanya, kuna kosa mtu akafanya au alifanya kosa likatokea, ndo lile kosa katika kulifikiria lile kosa ndo unakuja unakuta kama crypto something. Ndo ugunduzi wote unaojua wewe ndo unatokaga hivyo, unatokanaga na makosa. Kwa ile kosa nilofanya, kwa sababu kuna moja nilikosea, afu nikaja nikaona nyuki wamekaa wiki. Wakati wewe umekosea. Nikasema hapa na dili nayo hii. Vipi bora wamekaa, ndo nikaanza kudili nayo hiyo, ikapiga kazi. Siku 3 ile zikakaa. Wakakaa wiki, kwa sababu mbona hawafi hawa? Wakakaa wiki. Walipokaa wiki nikaangalia nilikosea wapi hapa. Nijaribu ili kosa nione. Kujaribu kweli kafanya kazi. Sasa kazi inakuja. Kwa hiyo kosa ndo lilikuwa usahihi wenyewe. Na ndio inakuaga hivyo yani. Yaani ukikosea tu hapo angalia kuna kitu cha ziada utakipata. Hiyo ndo nilifundishwa na huyo mzungu aliniambiaga hivyo kwamba kwamba yeye ni profesa mkubwa, ana zaidi ya miaka 48 kwenye tafiti za nyuki. Sasa baada ya hapo kazi inakuja, mfugaji nyuki wa Sikonge atawezaje kuitumia hii? Lazima iweke kwenye mzinga. Mimi nimefanya maabara. Kwa tunarudi tena kule. Kwa nikakaa nikafikiria, nikasema hapa kwa sababu simetumia hii dozi kiwango hiki. Niangalie ukubwa wa mzinga, idadi ya nyuki kwenye mzinga, maana niende nikahesabu, nifanye makadirio, niangalie nimetumia idadi ya nyuki wangapi maabara. Nikishapata hii ratios, najua nitapata majibu. Kwa nikarudi tena baada ya kufanya yale makadirio, nikaanza tena high dose to low dose. Basi nikapata, nilivyopata nikatoa ripoti. Kwa profesa wangu akawa amefurahi sana. Tukafanya presentation China, ni Mchina, ndio Mchina. Mzungu alikuwa ni mgeni tu, alikuja China. Kwa baada ya kufanya presentation wa China, serikali ya China ikawa imefurahishwa sana, ndio ikawa imenipa hiyo patent ya ubunifu, na huo ubunifu ndo nikaingia nao kwenye mashindano ya hiyo tuzo. Na kwa sababu tuzo inaangalia pia mchango wa ziada. Mchango wa ziada ambao ndo ninashukuru pia
wanakijiji ambao nimefanya nao kazi kwa muda mrefu na athari iliyopatikana ndo ikafanya sasa kupata hiyo tuzo kama mwaka 2025 mwezi wa 7 kama mwanasayansi chipukizi wa nyuki duniani. Mwezi wa 7. Mwaka jana. Nauliza Henry. Mimi nimekuja kujua mwaka 2026. Ndio nakuja kujua kwamba kuna Tanzania ambaye kafanya aliyoyafanya na sio kwamba hajawahi kusema au kuonyesha. Kwa wale wanaofuatilia peji yangu, mimi Ismail akifanyaga kitu huwa ninamposti. Lakini sasa unajua bahati mbaya nikiposti kitu cha udaku pengine ndio kinapata reposti na like za kutosha na comment. Lakini nikiposti kwamba kuna kijana Mtanzania amefanya hivi, ni mtu mwenzetu mweusi, sasa na naelewa ndio ile fikra tawaliwa. Yaani watu hawaamini na hawana interest au hawana raha hata ya kutaka kujua. Yaani wanahisi kama ni maigizo. Jinsi ambavyo tumepigwa sindano ya usingizi. Yaani uko radhi useme kuna mzungu fulani au mtu fulani mweupe ndo kagundua kitu fulani. Hicho kitapata kufuatiliwa sana. Kwa hiyo sasa sisi Ismail tunafanya hivi kwa sababu sio wewe tu. Wapo Waafrika wengi wana mawazo makubwa, watu weusi wengi wanataka kufanya mambo makubwa, lakini mazingira hayawapi joto. Kwa sababu yani hayatukumbatii mazingira yetu, au fikra zetu zinakuwa haziamini kwamba sisi wenyewe tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa. Mimi changamoto kubwa kama hicho ulichokisema hapo, kwa sababu baada ya kupata ile tuzo huku nyuma nishakutana na changamoto sana, hususani kwa watu wanaokuwa kwenye field yangu ya nyuki. Mimi naomba niliseme ili japokuwa haitakuwa na tafsiri nzuri, lakini bora niliseme na inawezekana pia wahusika wakajirekebisha. Unakumbuka wakati tunapambana mimi kutafuta scholarship ya China? Ndio. Kile kipindi wakati ninapambana, baada ya kuniunganisha na wale watu kwa sababu inatakiwa support document ambayo itakuthibitisha wewe, ambayo ile ukipata ile document itakusaidia wewe, yani kwa sababu ile wanaochakata ile application yako ni wa China, ni serikali, sio chuo, ni serikali ndio kinatoa ufadhili. Kwa mimi nikaomba wizara husika, naomba nisihitaje, wananifahamu na nimefanya nao, yani nimefanya kazi nyingi za kwao bila malipo yoyote, umeona, na wanatamani sana, yani unajua ile wanaonyesha kwamba yani angalau kidogo tupige hatua, unaona kabisa. Kwa mimi nikaomba tu niandikie tu barua kwamba huyu mtu tunamfahamu, yani mstari mmoja tu nitambulishe tu, kwa sababu ile inaenda ubalozi wa hapa China Tanzania, wao wakishamaliza inaenda wizara ya elimu ndio inaenda China. Kwa mimi nikipata ile supporting document, manake moja kwa moja ile itapewa uzito na uhakika wa kupata ndi. Nilichoambiwa mimi, serikali haifadhili watu binafsi. Ili jibu nalisema kabisa mpaka kesho. Hicho ndo kilinifanya mimi hata baada ya kupata ile tuzo nikashare tu basi watu wafahamu, lakini kuwa na matarajio yoyote Tanzania, kwa sababu nimefika kule nilikuwa Mwafrika wa kwanza kufanya presentation ya siwezi kusema Mwafrika wa kwanza, mwakilishi wa kutoka Afrika kufanya presentation kwenye mkutano ambao ulifanyika Asia, mkutano wa mambo ya nyuki 2024. Nikashare na hao watu wakanieleza kwamba na sisi tulipaswa tuje, lakini ikatokea changamoto hizi. Tena kibaya zaidi ambacho kinaniumizaga kwenye kila presentation yangu mimi, cha kwanza ninachokifanya slide 3 za mwisho ninaeleza kuhusu Tanzania, vivutio vyake, kila kitu. Umeshawahi kunitumia hiyo slide. Wale watu wanapenda kuliko wa Tanzania ninaoshare nao. Tanzania unakuta ni kila mmoja yani mbona hivi vitu si hatuvijui, unashare jamani nimefanya hiki, at least basi hata kushini tu hata kufanya ni ile tu ongela dogo, wamemaliza. Haya, baada ya hapo sasa wale watu wanasema tunatamani tuje, unawaambia bwana watu hivi na hivi, kwa sababu wale wanapokuja wanakuja na pesa zao sio za kwenu, na wanapokuja faida tunawapata sisi, kwa sababu wanaweza wakaja wakafanya utafiti au wakawekeza umeona kwetu, kwa sababu wa China kila siku wananisumbua mpaka sasa hivi imefikia hatua nikiwaambia hawaniamini tena. Wanakuja watu hivyo unashare nao, wanahangaika wenyewe, hatua za mwisho wanapotea watu wa kujibu. Nani? Watu wa serikali hawajibu. Kwa hiyo ndo changamoto ambayo ilifanya hata ile tuzo kushare, kwa sababu ile tuzo imethaminiwa zaidi na serikali ya China kuliko Tanzania.
Kwa hiyo nikasema basi, kwa sababu kitu ninachokifanya mimi naangalia walioko nyuma ya mgongo wangu, sio walioko mbele ya macho yangu, kwamba namaanisha kuna kundi kubwa la vijana ambao saizi wako vioni, kuna kundi kubwa la wafugaji nyuki wako mapolini, hao ndio mimi nawazingatia. Kuna Tanzania wengine wanasoma kule? Hapana, niko peke yangu. Peke yako? Miaka mitatu? Ndio. Kwa hiyo ndo changamoto ambayo ndo kwenye sawa. Na mimi ninachoweza kusema ni kwamba tunapozungumza kuhusu fikra zinduka, ndio tunatakiwa tuelewe tatizo la watu kutokuamini au kukumbatia vya kwao ni tatizo baya sana na lipo. Na ndio maana unaona hata kumuunga mkono mtu mweusi mwenzie au Mwafrika mwenzie ni tatizo. Tulizungumza siku ile kwenye jukwaa Asma, unakumbuka nilisema hivi, hata dawa ambayo imebuniwa na mtu mweusi au Mwafrika akitaka kuiuza, yani anatakiwa atumie nguvu kubwa, na wakati mwingine akidiriki kuweka bei kubwa wanasema wewe dawa unatengeneza wewe, unauzaje bei kubwa? Dawa za bei kubwa ni zinazotoka huko ughaibuni na ambazo zenyewe hazina, yani ukiziangalia aliyetengeneza humjui, sijui umeelewa, alipotengenezea upajui, lakini unaiamini kuliko huyu ambaye hata anaweza kukuonyesha bwana nimetengeneza kwenye mazingira haya. Sahihi. Kwa hiyo tusichoke na tusikate tamaa, kwa sababu wakati mwingine ni tatizo la fikra tu. Sio kwamba yani kuna mazingira yametengenezwa ambayo ya watu kutokuthamini vya kwetu. Ndio. Kwa hiyo hata wewe sisi tunakuthamini kwa sababu pengine tumefuatilia historia, tumejifunza, tumegundua kwamba kumbe tatizo tusipothamini vya kwetu vinazidi kufa na kupotea. Lakini kuna mtu mwingine Ismail, unaweza ukaenda kumshirikisha Mtanzania mwenzetu kwa sababu bado fikra zake pengine hajazindua, atakuchukulia kawaida, yani kwa sababu wewe ulitakiwa upokelewe pale airport kama shujaa kabisa. Sijui unanielewa yani ukweli. Unikumbusha South Africa. Ungekuwa kwa nchi nyingine maana yake wewe unapokelewa kama shujaa. Lakini unapokelewa kisha kashinda tuzo ya sanaa. Hapo umeongea point sana. Ndio nitaka niseme hiki kitu. Labda kwa sababu wadau wa serikali wanasikia. China ambacho nimejifunza wanathamini taaluma, ndio maana wamefika pale. Yani chochote utakachokijua wewe, maendeleo sijui tunasema Mchina sijui ana assemble sijui nini, tafuta utakuta maprofesa ni wengi kupita kiasi. Na Wachina, kwa mfano mimi sehemu nilipo, Wachina unajua kwa wale wanafunzi wao wa ngazi za juu huwa wanawapeleka nje kuchukua ujuzi serikali. Sisi wengine ambao sio Wachina serikali haifadhili kule. Kwa kila Mchina anapelekwa Marekani, Uingereza, atapelekwa South Africa, hizi nchi kubwa kubwa. Akachukua ujuzi, akija yule anaenda kwa lengo maalum, akija hao ndo wanaleta China unaojua wewe, sio watu wa ndani. Ushaelewa? Sasa kwenye sayansi ndo nilikuwa nataka nikwambie. Kwa mfano uwezo ukasikia mbunifu, mimi nimesema hivyo kwa sababu ninaamini tupo wa Tanzania wengi sana tena ambao wamefanya makubwa zaidi hata ninachokifanya. Na anaona sasa kama mimi kwa mfano naona nimeshare na angalau hata wewe umethamini ambaye hujui nyuki. Mtu ambaye ndo anapaswa kuratibu mambo ya nyuki hathamini kama hivyo. Unaona sasa kuna haja gani ya kushare? Maana huyu hata kushare kwenye ukurasa wake au hata kwenye peji yao kwamba kuna Mtanzania huyu, kwa sababu saa nyingine sio kwamba watu wanataka pesa au saa nyingine ni ile utambuzi, recognition kwamba jamani mimi kwenye ukurasa wa idara fulani ya serikali ambayo inahusika na mambo ya nyuki, kwa sababu taarifa mnazo. Kwa nini hamjashare? Manake nyinyi mnashiriki kwenye harakati za kutudogosha sisi tuonekane wadogo, na pia kuzika ndoto za kujiamini kwa vijana wengine ambao wapo huko wakimwona huyu. Unajua huyu Ismail anakumbuka tuliwahi kusema kwamba Ismail, wewe unaenda China. Unakumbuka mazungumzo yetu? Ndio. Nasema tu sio kwa nia mbaya, kwa sababu ni kitu kizuri cha kutiana moyo. Ndugu yangu, unaenda China. Wewe huendi China kama yani kwa niaba yako. Wewe unaenda China kwa niaba ya taifa. Wewe ukienda, maarifa utakayoyapata ambayo huku hayapo utayarejesha hapa kwa manufaa ya nchi yetu. Kwa hiyo huyu alienda China akiwa na mission, mtu private. Yes. Anaenda, nakumbuka tunazungumza ni sahihi, ni kweli, privately, lakini tumeweka mission ya kwamba aende China akajifunze kitu ambacho huko hakipo, ili yeye akija badala ya wengine kwenda China. Sima juzi tulikuwa tunaongea, ukasema yes, sio kwamba sasa watu waende China kwa sababu yeye si amesoma na maarifa. Ina maana hii maabara ijengwe hapa. Huyu
Sasa awaeleze na kuelimisha Watanzania. Wakati unaendelea hilo swala la kujenga maabara, ndio haya mambo nilikuwa nakwambia. Nilikuwa nina fursa, nimeshare tena mpaka wao wa China mimi nawabembeleza, wako tayari kujenga maabara, wako tayari kuja kushirikiana na Tanzania. Mimi ambaye nimeona hiyo fursa nina share na watu, au watu inafikia ile pointi sasa ya utekelezaji wanachikichia mitini. Sasa na wewe tayari umesha mpaka wamedesign, sio tu kujenga, mpaka wana design wao kwa niaba yangu. Mpaka akaniambia sasa Ismail hapa inatosha. Ni zaidi ya mara 5 mpaka mara 10. Wanasema sasa hapa inatosha. Sasa nikasema sasa mimi hiki kitu sio ninafanya kwa manufaa yangu, ushaelewa? Sio tu wa China, kuna mpaka wazungu hao ambao ndo wanafadhili hiyo tuzo. Kupitia mimi wananiambia kabisa haina shida. Mimi mpaka nikasema kwa kuna mkutano kule nikashare tena, jamani kuna hiki, kuna hawa watu, mpaka hao walokuja kukagua. Tena naomba tu niliseme ili kwa sababu limeshindikana. Walokuja kukagua, maana yake kama huo mkutano wa nyuki ungefanyikia Tanzania, mimi nilikuwa miongoni mwa timu ambao watakuja kukagua Tanzania. Nakumbuka. Ushaelewa? Maana yake nilikuwa ninajua nini kinaenda kutokea. Kwa sasa siwezi kusema kwa sababu zile taarifa zinakuwa nyeti. Hao watu watashangaa wewe mtu baki umezipataje na sio mtu wa serikali, lakini nilikuwa miongoni mwa experts niliopendekezwa kutoka Afrika kwenda kukagua. Umeona? Sasa mimi ndo nikawa nasema sasa kama hivi inakuwa hivi. Sasa kwa watu ambao walikuwepo kule, maana yake mimi nikawaambia kitu kimoja, nyinyi njooni, mengine mkishafika huko niachieni mimi nitamaliza kila kitu. Kwa sababu nilikuwa nishaomba appointment, au wazungu wote walikuwa wametoka Marekani, wametoka Uswizi wapi, wakakubali kukaa wiki ya ziada ya yule muda walio wakati wanakaa na wa China. Mimi nikaomba muda ambao haukuwa kwenye ratiba zao, wakakubali. Mwisho wa siku naulizwa bado wiki, watu wako vipi wanakuja? Nakosa majibu. Natuma email, hamna anayejibu. Napiga simu, Jawari vipi? Hamna anayepokea. Leo tena uniambie tena mimi nianze kumbembeleza mtu. Nikaona sasa basi, kwa hiyo sasa unafanya, kwa mimi ninaangalia kile ambacho kinakuwa ndani ya uwezo wangu. Kwa mfano issue ya kusoma, mtu yote anaenda kusoma nyuki China. Mimi wananiambia kila siku lakini awe kama wewe. Kwa hiyo wengi wananifuata, naangalia kabisa ninakuwa sasa umefanya nini. Baadhi ya wanafunzi mimi nimewarecommend sasa hivi na wanapata scholarship kupitia mimi. Kwa hiyo ndio faida ambayo aliniambia bro hapa, na ndio maelekezo ambayo niliyapata kutoka kwao. Nikasema angalau kidogo basi ufanye kwa kile utakachoweza, kile ambacho ninaweza. Kwenye hiyo appreciation sehemu ya tuzo mimi sasa hivi hapa sababu nimeona balozi wa angalau balozi wa Afrika Kusini kwa sababu ile balozi kusema ukweli ndio afisa ambaye nimeona kwa sababu yule kwenye ukurasa wake ameweka maelezo ya kutosha na ya ziada kuhusu wewe. Sasa unajua hata na yeye angeweza kukupokea. Unajua ya balozi yenyewe ilikuwaje? Ya balozi, kwa sababu mimi nimeenda kule sio kama ni Mtanzania lakini sio kama mgeni kutokea Tanzania. Kwa hiyo nimepewa yani special treatment kama visiting researcher chuo kikuu cha Pretoria, Afrika Kusini. Kwa hiyo ina maana hamna kitu chochote ambacho ningeruhusiwa kufanya mimi kwa matakwa yangu. Sasa ikatokea changamoto, kuna jamangu akawa nilikuwa na changamoto ya kibenki. Kuna benki ilikuwa imeenda inatoa huduma kwa Watanzania wanaoishi Afrika Kusini. Umeona? Mimi nikaomba ruhusa, nilikuwa nafanya experiment maabara, nikaomba ruhusa, naombeni saa 1 au saa 1:30 niende nikimbie faster nikarekebisha, kwa sababu najua napita Tanzania nitapata shida kwenye kufanya miamala. Kwenda benki ndo wananiuliza, sasa inabidi wanifahamu. Nikaeleza bwana mimi natokea huku, kwa hiyo na sawa sasa kadri wazidi kunifahamu, kuniuliza yale maswali nilivyokuwa na wajibu, wakawa na staajabu. Ikabidi waite watumishi wa balozi, wakashangaa. Ikabidi waambie balozi kitu ambacho mimi mwenyewe ni staajabu na sikutegemea. Balozi mwenyewe akaomba akasema huyu mtu asiondoke kabla sijamuona, kwa sababu hakuwepo ofisini. Akanipa mwaliko rasmi kwenda chuoni kwamba wanipe muda niende. Mwaliko, sio mimi ndo nilienda kuomba. Yeye alichukua hatua za kuomba ili wewe upate kibali, kwa sababu ulikuwa umeenda mwenyewe, ulikuwa umeenda kwa utaratibu, una itifaki zake. Kwa hiyo hicho ndo kikao kimenistaajabisha sana, na wao wakasema haina shida, wakanipeleka nikaenda. Nilivyoenda nikakutana naye tukafanya mazungumzo, na kuna fursa nyingi kule. Nikamwambia kabisa Tanzania sisi ni nchi ya pili kuzalisha asali Afrika. Sijui walikuwa wanafahamu. Lakini kwenye kuexport asali Kenya inatuzidi. Unajua kwa nini inatuzidi? Nenda Sikonge, nenda Singida, nenda huku Itigi, utakuta Wakenya wamejaa wanakusanya asali za Tanzania wanapeleka kama za Tanzania.
Wakenya wanapeleka asali Afrika Kusini ya kutoka Tanzania. Afrika Kusini wa dealers wa asali ni matajiri sana, na hizi taarifa nimezikuta kwa wenyeji walionipokea. Waniambie sasa, nikana ile sikuambia kama asali wale wanatoa Afrika Kusini. Sasa mimi wafugaji najua, wale wa Tabora wananiambia, mimi nawafundisha, wananiambia watu wanakuja wanaochukua asali wengi huko wanapelekaga Afrika Kusini. Ushaelewa? Mimi ninaenda Urusi, kahawa nimekaa kwenye Chamber of Commerce wizara ya biashara, wanasema tunachukua kahawa 1% kubwa tunachukua Switzerland, sawa, ambao hawalimi. Ndio. Akasema sisi baada ya kufuatilia tukaja kugundua kumbe inatoka Afrika na 1% kubwa inatoka Tanzania. Tanzania si ndio producer wa kwanza wa kahawa Afrika. Na ndo kahawa bora duniani. Mzalishaji pia. Mimi binafsi nikachukua hatua. Nikamtumia sample ya kilo 2 kwenda Urusi yule nani. Aiangalia, nikamwambia sisi wao mnaenda kule tutakupeni direct tunachokitaka. Nikaongea na balozi wa Urusi Tanzania, akasema mimi nitasimamia mfanyabiashara yoyote ambaye anataka kufanya biashara Urusi aje hapa. Kuna fursa hiyo, kuna fursa ya, unajua juzi alikuwa Azam TV Morning Trumpet, nikawa naongelea kuhusu wizara ya sanaa kupunguza gharama na vitu kama hivyo. Then kuna kitu kimoja nilikiongea very specific, nikasema hizi wanaosimamia hizi idara kuna baadhi ya maamuzi wanayafanya ambayo raia wa kawaida haiongelei ile idara, anaiongelea serikali. Na lawama zinaenda kwa rais na mawaziri na viongozi wa ngazi ya juu, lakini wanaovurunda ni watu huko chini. Lakini raia, mimi leo nikisema bana nimekutana na changamoto, sasa serikali yetu haitujali, kumbe ni watu wa chini ambao hawako responsible, ila lawama inaangukia kule juu. Unaona sasa kama hapa tumeshapishana na fursa kadhaa. Kuna Mtanzania ambaye yuko Omani, ananiambia same thing anachokisema huyu. Maavocado, ndizi, nini, 1% kubwa ni za Tanzania, ila zinazoenda Omani ni za Kenya na Uganda. Wanakwambia tutaki kabisa kusikia za Tanzania kwa sababu ya complication wanazokutana nazo wanapotaka kuagiza hapa, lakini vitu vinatoka Tanzania vinaenda Uganda Kenya. Na Kenya wanavipackage wanavipeleka kama vya kule. Maparachichi, unajua parachichi China linauzwa yuani 150 parachichi moja. Yuani 150 ni kama 50 kitu ya Tanzania moja. Cha kustaajabu, Kenya hawalimi maparachichi, lakini ndo wanapeleka zaidi maparachichi China. Na ukiangalia Njombe, wapo wa Kenya wamejaa. Ni kweli. Hiyo sikukatalii kwa sababu Njombe ni kwetu. Yaani ndugu zangu wanalima maparachichi. Kuna asali pia. Lakini maparachichi sana na Wakenya wanachukua sana. Mimi nimepokea asali jana lita 5 na rafiki yangu yuko kule. Mimi unajua nimekata kabisa sukari. Yaani kwa sasa hivi kuna vitu lazima sio kwa ubaya, ndio, lakini kumruhusu mgeni kwenda kununua kitu kwenye shamba kwenye asili hapana. Kwa sababu pia tunajikuta tunaua mnyororo wa ajira hapo katikati. Sababu mwisho wa siku yule akienda kuchukua kule, halafu nyinyi mnapoteza fedha ya kuexport, mnapoteza ajira ambazo pengine mngetengeneza labda ni kiwanda ambacho kina package mkauza nyewe, pia mnapoteza heshima ya nchi. Kwa sababu ile dhana ya made in Tanzania inakufa. Watu wanaiba alafu inakuwa made in kwenye nchi nyingine, kwa hiyo watu wananufaika na hiyo. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi kwa mfano wewe ndo mfugaji, upo Tabora, upo Njombe. Anakuja Mkenya anachukua mzigo wako wote. Wewe labda ili uuze huo mzigo wako huku kwetu inabidi uende sijui ukatafuta utapeleka. Sio bora Mkenya umpe anaondoka. Yaani hiyo, lakini pia na mazingira ya kuruhusu, kwa sababu wale kwao hawaruhusu. Huwezi kumkuta Mtanzania kaenda Kenya Kisumu ndani kule kaenda kununua ndizi sijui kununua kahawa. Kwa hiyo maana yake pia wakati mwingine ukiwaacha hawa sana mwisho wa siku ndo wanakwenda mpaka kwenye kiini. Kwa hiyo hapo katikati mnyororo wa ajira unakufa. Sasa kingine ambacho nikiseme tena leo, tena nashukuru umenipa fursa nzuri. Sivisemi vitu kwa ubaya, nasema kwa sababu kama ulivyosema inawezekana kwangu mimi kwa hatua sasa hivi nilofikia hamna kitu chochote ambacho kinaweza kuniathiri. Kwa sababu kwa kiasi kubwa mimi na deal, yani bado nipo kwenye cycle ya nje ya mazingira ya nyumbani. Kwa kuwasaidia watu wa nyumbani. Mimi kwenye presentation niliyofanya nilikwambia watu wa ISO, yani Standard Organization, wakanita
wewe wakashangaa kitu kimoja wakaniambia hivi kwenye ISO ya mambo ya nyuki mbona nyinyi Tanzania mpo kama observing member na sio participating member, yani hamwezi mkashiriki hata kwenye kudevelop standards za mambo ya nyuki. Nikashangaa, ikabidi nani mzalishaji namba 2 Tanzania Afrika na tupo kwenye top 10. Sisi tunaenda kuangalia, hatuchangi. Sikiliza hiki kilichotokea, ndo hiki tena the same thing ambayo imetokea. Ikabidi nikaingia kwenye, ngoja niseme tu kabisa kwa sababu TBS ndo andii na mambo ya quality standard. Nikawatumia email. Kuwatumia email, jibu walonipa likanipa moyo, akaniambia hivi, sawa tutabadilisha. Nikaambia kabisa kwamba jamani ponao hapa kwa sababu ilikuwa kwenye mkutano, maana hapo mimi ninafanya lobbying sio kwa faida yangu, ushaelewa? Faida ya nchi yako. Sasa ili uwe participating member lazima uwe na expert representative. Na washangaa mbona expert alafu hamna haina wakati wewe unaweza ukaiwakilisha. Wakaniambia basi ngoja tubadilishe haraka. Sawa, tukawatumia email na wao ndo wakaniuliza vipi bwana umefikia wapi? Wakanijibu sawa tunabadilisha, tupo kwenye mchakato. Wakaniomba CV nikawatumia. Naomba nisijitaje hii taasisi, na nikajua wakisha hiki kitu kwa sababu ninajua kinaenda kufeli. Wakaniambia tukujibu kupitia taasisi fulani ambayo iko Tanzania au ya China. Nikamwambia nijibu ya China, hiyo taasisi ni miongoni mwa taasisi nilizopita, ni sehemu tu ya CV. Na nikajua kwa asili ya watu ninaowafahamu hiki kitu hakipiti. Na kweli mimi nimekaa nasubiri, lakini kuna roho kama inaniambia imeshaingia huku kwenye siasa akifanikiwa. Na kweli kaka kama wiki, unajua hicho nijibu wakaniambiaje, kwa taratibu za huku, mimi nasema tu kwa taratibu za huku inabidi sijui uje, yani mimi nirudi Tanzania nifanye sijui kwa miaka mingapi kudevelop internal standard sijui imefanyaje. Wakati huo ukiangalia mimi nimefikia level ya kudili na fingerprinting ya asali, sio hii standard ambayo iko Pasho. Fingerprinting yani namaanisha hivi kwamba kama hii asali ya Dar es Salaam kuna kitu kimoja kikikosekana, hii asali haijatoka Dar. Kwa hiyo kwa ngazi hiyo ya kwa najua kabisa hiki wanachokihitaji mimi kuna namna fulani inaweza ikasaidia, kwa sababu mimi naangalia kwa ajili ya wale wanaohangaika kutafuta hela kusomesha watoto wao. Tanzania tunapata changamoto kubwa kwenye kuexport asali kwa sababu ya quality, ubora. Kwa at least itasaidia kudevelop standard zetu. Uwezi amini bro, jibu niloambiwa mimi hata naweza kuonyesha hapa email. Nikasema mimi tena basi inatosha. Wakaniambiaje kwamba mpaka urudi huku sijui uanze kwenye internal standard, kwa sababu wao ni kubadilisha tu pale, umeona, na wao tu wa ISO ndo walopendekeza. Nikamwambia kwenye expert weka jina langu. Kwa mimi huku nafanyaje? Namaliza. Wakaniambia urudi sijui huku udevelop ushiriki. Na hiyo internal standard wao wanaoisema hii standard ya ndani, mara ya mwisho standard tunatumia sisi ni 2006. Mimi naweza nikawa challenge sample nilizokusanya mimi za asali nyingi hazicomply kwenye ile standard. Kwa hiyo sometimes wafugaji wanashindwa pia kupata market kwa sababu gani? Iko outdated. Ushaelewa? Sasa wananiambia nirudi sijui ushiriki kwenye standard za ndani, sijui ufanyaje. Nikaona tu yani ni majibu fulani vya kisiasa. Nikaambia tu bwana hawajajibu. Kwa jamaa tukawa tumemalizana na ile kustiri, tungeambia bwana hamna ile fursa ya kubadilisha status ikawa imeenda ya kuwa sasa member wa ISO. Mr. Henry, nadhani kitu kimoja, wewe kuna sehemu unatakiwa kwenda na pia ndio hii inabidi tuipige part 2 kutokana na changamoto ya muda. Ila kwa nini hapa kati mimi nimekuwa nina moyo ya kuongelea baadhi ya changamoto, ni kwa sababu kwanza sio kusema ni tunaita productive ni kama kutaka kuweka mambo yani kurekebisha kwa nia nzuri na nia njema ili tutoke sehemu fulani ambapo tumekwama. Na tuna viongozi ambao sasa hivi tuna viongozi ambao wanasikiliza. Mimi nitoe mfano, mwaka jana nimeenda kufanywa assessment ya TRN, nikakutana na mama mmoja pale Mwenge. Ndio Nilichokutana nacho, nilikuwa niko tayari kufunga kampuni yangu kwa sababu kilikuwa kinakatisha tamaa. Ila mwaka huu nikakutana nao, tukaongea. Nimetoka juzi last week, mambo yameenda very smooth. Kwa hiyo wanasikiliza. Na nishaongelea baadhi ya changamoto. Kwa hiyo tuna viongozi ambao wanasikiliza, ndio maana tunapata hata confidence. Na mimi nakuelewa kwa sababu wewe kama mzalendo unapokutana na kwamba kuna fursa fulani ambayo ilihitaji
juhudi kidogo ambayo ingetunyanyua Tanzania kama nchi kutoka sehemu fulani kwenda fulani, alafu kuna baadhi ya watu ambao wanaleta urasimu. Lazima mtu utakuwa una mzalendo yoyote, lazima ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho sijui, ndio hicho nilichokuwa nakwambia kwenye kuthamini. Kuna chapisho nilikutumia, nimetoa mwaka huu. Ile ni chapisho la kisayansi ambao linaelezea sekta ya nyuki Tanzania, fursa zake na kila kitu, mazao ya nyuki, kazi zake na kila kitu. Yani kuchapisha lile chapisho linagharimu, yani ili litoke la kisayansi linagharimu euro 2,500. Euro sio dola, euro 2,500. Hiyo ni zaidi ya milioni 7 na kitu. Uwezi amini, serikali ya China imelipa yote kwa ajili ya kuchapisha chapisho ambalo linaelezea sekta ya nyuki Tanzania, ili inaelezea sekta ya nyuki Tanzania ambayo mimi la kwangu ambao ndio nimeandika limetoka mwaka huu, chapisho la kisayansi, ambayo ina maana wewe ukitaka kujua chochote kuhusiana na mambo na hilo ndio limekupa fursa gani? Ili kiukweli limenipa hiyo fursa ya nimepata mwaliko wa kufanya presentation ya hilo chapisho kwa sababu limegusa umuhimu na thamani ya sekta ya nyuki. Kwa hiyo nimepata fursa, mialiko 4 kutoka Uingereza na Marekani ndio kwenda kufanya presentation ya hilo chapisho. Maana hiyo ni research ya kisayansi. Wakaenda pale akapewa uraia tukamsahau, yani wakapewa. Sasa hivi tunasomana na Wachina hapa, ananiambia ni extend visa ya kuendelea kukaa huko, endelea kufanya kazi. Kwa hiyo sasa iko hivi, shida kubwa inayotukumba ni shida ya kutengenezewa mindset ya kukataa na kupuuza vya kwetu. Lakini pia hulka ya kuamini hiki kitu kikifanikiwa atakayepata sifa ni mtu mweusi mwenzangu. Kwa hiyo mtu mweusi hatakiwi kuonekana amefanikisha jambo. Hiyo ni fikra tawaliwa. Yaani tunarudi pale pale. Kama una fikra za uzalendo, kama una fikra za kupush mambo ambayo mazuri yalofanywa na mtu mweusi, wewe utakuwa na kiu lolote. Utakapoona jambo kubwa limefanywa na mtu mweusi utakuwa unawashwa, yani kwamba mimi hili lazima nihakikishe duniani limekwenda au limefanikiwa. Kwa hiyo Ismail, tunakupa pole kwa mazingira ambayo ulijaribu kufanya. Hawa ndo tunawaita house Negroes. Ulijaribu kufanya juhudi ili kuleta matokeo chanya, lakini kuna baadhi ya watu walikukatisha tamaa. Kwa sababu kwenye msafara wa mamba kenge hawakosekani. Kwa hiyo kwa muktadha huo, sisi kama Fikra Zinduka tunaheshimu mchango wako. Ndiyo. Na tunakutia moyo kwamba usikate tamaa. Tuna mifano mingi, sio hapa tu. Wapo hata watu weusi wengine wengi ambao washakatishwa tamaa kwenye mazingira mengine pia, japokuwa mwisho wa siku walipambana na kufanikiwa. Kwa sababu unachokifanya si kwa manufaa ya mtu mmoja ambaye labda ameshindwa kuelewa thamani yake, kwa sababu pengine mwisho wa mwezi analipwa mshahara, lakini tunafanya kwa manufaa ya nchi yetu. Ndio, na uzalendo wa nchi yetu. Kwa hiyo sisi tusichoke. Ndio. Na pengine tujaribu, kuna watu wengine pia wanasikiliza. Unaweza pia ukajaribu kutumia njia ya ubalozi, ubalozi labda wa China. Yani ule balozi ukajaribu kupushi vitu vingine, kwa sababu saa nyingine pia wakati mwingine sisi watu weusi tunaangalia ujumbe umeletwa na nani. Sio mantiki ya ujumbe. Badala ya kuangalia uzito wa ujumbe, unaangalia kwamba huyu ananiambia mimi ni mwanafunzi tu dogo anasoma China, ananielekezaje mimi afisa. Kwa hiyo anaona kama wewe huna mamlaka ya kumwambia yeye mfanikishe jambo wakati wewe ni mwanafunzi. Lakini badala ya kupima uzito wa hoja ambayo wewe unaileta na manufaa yake kwa nchi. Kwa hiyo sasa, kwa msingi wa Fikra Zinduka, kwanza lengo letu lilikuwa kuonyesha mambo makubwa ambayo wewe umeyafanya. Kuna watu wengine naamini wako serikalini wengi tu ambao wangefurahia na watafurahia kuona kwamba kuna Mtanzania kumbe anafanya hivi, na pengine sasa hivi ukiwa na jambo itakuwa rahisi, kwa sababu kuna watu wengi wengine ambao wanaweza wakawa wanaunga mkono hiki tunachokifanya cha kuzindua fikra za Waafrika na watu weusi. Lakini mbili, wewe ni balozi wa vijana wa Kitanzania na Waafrika na watu weusi ambao
kwa sababu hapa kuna adui mkubwa zaidi ambaye alijikita kuwekeza kwenye fikra zetu ambazo haziko sawa, na huyo ndo tunamwangalia kwa mapana yake. Kwa hiyo lazima kwanza tubadilishe fikra au thinking kwamba sisi vya kwetu ni vya havifai au havina maana na wala havitakiwi kushereheshwa. Vinavyotakiwa kushereheshwa ni vya nje. Tukifanikiwa kufanya hivyo, ndipo ambapo tutatengeneza idadi kubwa ya watu ambao wakiona wa Tanzania au watu weusi au Afrika wanaofanya mambo makubwa watawakumbatia na sio kuwasukuma pembeni, kwa sababu kweli inakatisha tamaa sana. Ila tunatakiwa tuendelee, kwa sababu sisi allegiance yetu, uzalendo wetu na mahusiano yetu ni kwenye nchi yetu, sio mtu mmoja mmoja. Sababu huyu mtu mmoja mmoja tutakutana nao tu. Ndio tunasema huo ni kama msimu. Kuna msimu mbaya, lakini maisha yana totality, yanaweza kawa pia yani mwisho wa siku wewe Ismail, tunaamini, mimi imani yangu hiyo maabara tutajenga. Itajengwa tu. Lakini pia kama kwa samani kidogo, kama tena hapa leo tu kwenye nimepokea email, profesa wangu ananiambia wana organize training kwa ajili ya watu wa nyuki, na kaniambia vipi inawezekana Tanzania. Tena ngoja nikuonyeshe hapa ili, kwa sababu unawezekana labda watu wakahisi kama huyu jamaa mbona anaongea vitu ambavyo haviwezekani. Ngoja nikuonyeshe hapa email. Tena nimepokea tu leo ingine tena. Ila sasa ilifikia point mpaka wakaniambia sasa wewe ukija na hizo shida zako hizo, kuanzia sasa hivi utakuwa mnapitia ubalozi. Unajua China hawafanyi kitu chochote bila serikali yao kuruhusu. Kwa hiyo upitie ubalozi wa China, ubalozi wa China ndo serikali itoe maelekezo kwao. Kwa hiyo ukitaka maabara hata kesho waniambie, mimi nawaambia tu wa China, kwa sababu expertise ndo issue, so vifaa. Expertise na vifaa wataambia vipi na uzuri serikali ya China, nikwambia ukweli, wale jamaa wana pesa. Yaani kila profesa ana maabara yake, na maabara ukija kuna vifaa hapa Tanzania utavipata kwa mkemia mkuu, ila kule anao profesa. Wanguta chuo kimoja kina maprofesa 10,000 na kila profesa ana maabara yake. Sasa fikiria watu wako hivyo, hicho ni chuo. Kwa kukuwekea wewe maabara, yani kwa kama mna tena uzuri, yani kitu ambacho mimi ndo hiki ambacho kinanifanya niseme mimi kila siku ninapiga promo ushirikiano wa China na Tanzania. Manake wa China wanapata urahisi kwa sababu serikali tayari ina mkono, serikali yao. Kwa hiyo wanakuwa na ule uhuru wa kunisupport mimi. Sasa kama hivyo nimekwambia, research inahusu Tanzania. China haimsaidii chochote, lakini katoa euro 2500. Lengo ni nini? Manake iwe published, kila mtu aisome, apate ule ujuzi. Umeona hii hapa email hapa. So email inasema, hi Ismail, there is an opportunity to apply for a funding for organizing training courses for developing countries. It will support main part of the cost in China, that is teaching, rent of teaching rooms, material, food, transportation in China. Basically, it requires the participant to pay the flight tickets and hotels. The number of participants needs to be no less than 20, and the length needs to be no less than 15 days. So the cost of the participant is estimated to be 10,000 RMB. Yes. Sasa na milioni 4 hivi kamili ya Tanzania. Shall we go ahead to create such a training course for Tanzania beekeepers or students? Do you see a potential to get any funding from Tanzania side? Best wishes. Naona ni kweli wameshare hiyo fursa ya mafunzo mbalimbali ambayo yanahusiana na mambo ya nyuki kwa wanafunzi. Kwa hiyo utalipa tu nauli. Lakini ukienda wewe ukifika China kule zote ni juu yao. Lakini kumbuka hii nauli si kitu kuliko maarifa anayoyachukua huyu mtu ambayo anayaleta wapi? Nyumbani. Na ndio maana sasa umeona kama hiki kitu waliwahi kunitafuta watu wa serikali, naomba niwastiri, wanahitaji kitu kama hiki. Mimi mpaka nikawaambia hapa, yani tena, yani hiki wewe, yani nyinyi mkishafika huko, yani wewe ukishaingia tu kwenye ardhi ya China, yanabaki niachie mimi nitamaliza. Kwa sababu gani? Mimi yani push yangu yoyote ina limit mipaka ya China. Ikiwa ndani ya China yani naweza kupush yoyote. Kwa hiyo sasa umeona kama hivi, utashare nao, atakwambia tuko interested, mtachat mpaka email. Ifikie point sasa ya maamuzi wanapotea. Hakuna. Naomba nikushauri kitu kimoja. Na nimefundishwa. Tena hii sumona ya leo hii, nimeipokea leo asubuhi. Mtu mmoja. Jitahidi sana. Mawasiliano yote yasiwe verbal. Kwa email.
ili uwe kwanza una paper trail. Ndio. Kwamba ilikuja hiki. Unajua itafika sehemu nao kwa email. Ngoja kwanza. Wazungu hata huko. Anamaanisha huko nyumbani Sawa. ni email. Sikiliza. Alafu mnapigana na simu kuasisitiza. Unasikia Ismail? Ili nchi iendelee lazima watu wawajibike na wajibishwe. Wakati mwingine kwa uwazi hapa tuwezi kutaja. Lakini mimi natamani hawa watu wangejulikana kwenye hizo nafasi ya hizo mamlaka ambao pia kama ulivyosema Smaa wanafikia mpaka mtu anaweza akachukia serikali nzima. Kumbe ni afisa mmoja ambaye yeye miongoni mwa wanachukia na mimi nimo kiukweli. Umenielewa? Kwa hiyo hii hali inatengenezwa na inapotengenezwa ndio unakuta vijana wanakuwa na hasira. Kwa sababu anajiuliza mimi napigania hii. Wewe umekaa kwenye deski yako, unalipwa mshahara, hutaki hizi fursa zije nyumbani. Kwa hiyo ifike sehemu hawa watu tuwe tuna mfumo. Unajua sasa hivi niliona kwenye mambo 100 ya siku 100 za Dr. Samia aliweka issue ya kuwekwa mifumo ya uwajibikaji. Sasa mfumo wa uwajibikaji uweke njia ambayo watu kama hawa wakiona hawa maafisa wa chini wanazingua watume taarifa na ushahidi kwamba kuna huyu nimeleta fursa hii na hiki ameikalia hamna anachokifanya. Kwa nini nasema hivyo? Sawa. Ili hawa watu wawe namna wanawajibishwa. Unajua kuna wengine Ismail ili wafanye vitu kwa manufaa ya nchi wanatakiwa wajue kwamba nisipofanya napata madhara haya. Ila ukimpa luxury yani aamue yeye. Sasa unajua ni mbinafsi. Kitu ambacho roho mimi kitu ambacho inaniuma nikwambie ukweli. Yaani kuna muda paka nafikiriaga sijui kwa sababu China unajua wanathamini taaluma nimekwambia kuliko ndio maana wamefika pale. Watu wa muziki wanaofanya muziki starehe simaanishi kwamba sio muhimu. Yaani unakuta watu wanafadhiliwa tu waende tu kwenye matamasha labda ya muziki sijui ya nini waende nchi za nje, si ndio? Sasa najiuliza inawezekanaje yani kwenye vitu potential kama hivi yani yani havinaga tija yani kwetu. Kwa mfano mimi hiyo tuzo yangu haihusiani hata na mambo ya Tanzania kwa sababu tuzo nimepata nikiwa China. Lakini kwa Tanzania mimi ndo yani kabla najipendekeza kupushi kwa sababu kuiconnect kwa sababu mimi ni Mtanzania. Manake hata hiyo tuzo nimetokea Jejan University, haijasema taasisi yote ya Tanzania. Lakini kitendo cha mimi kuwa Mtanzania manake yani mimi ninajihusianisha na Tanzania. Na ndio hata kwenye sehemu za kuongezea nguvu ile tuzo niliweka nimefanya Tanzania na nikirudi nyumbani hiki kitu kina umuhimu kwa sababu uhitaji ni mkubwa. Sehemu ya kudefend nimefanya hivyo. Mimi nadhani Andrew alisema ni sahihi. Na mimi wana sera moja nasema Afrika, Tanzania tuna changamoto zetu, tuna madudu yetu, tuna matatizo yetu. Tutayasolve wenyewe ndani kwa ndani. Yaani sio kwamba mpaka tuje tuletee solution. Kwa hiyo nadhani unachosema uwajibikaji idara husika kwa sababu hapa nilichomsikiliza nimehesabu kwa haraka kama fursa kama 5 tofauti. Kuna ISO, kuna maabara, kuna hii hapa sasa hivi zingine tofauti zaidi ya 5. Ipo ya kutengeneza nyingine ndio utasikitika. Naomba kuna mama mmoja maskini mpaka leo ananiambiaga mwanangu usichoke, usijali. Yule mama anapenda nyuki. Yaani sijui kwa nini hiki kitu. Yaani watu ambao hawako kwenye mzunguko wa nyuki ndio unakuta wanapenda nyuki. Lakini kuna wengine of course mimi huwa siwalaumu kwa sababu wanakuwa kwenye nafasi ambayo sio za kimaamuzi, ushaelewa? Au ndio huwa wananisupport mimi hata nikitaka kufanya kitu ninafanya hivyo. Wapo serikalini ananiambia dogo hicho chochote, unaona kabisa ile mtu anapushi lakini kwa limit yake. Wapo wengi of course. Lakini sasa yule mama walikuwa wanataka watengeneze Tabora kiwanda. Huyo mama naye yupo ni Mtanzania. Ni mkuu wa mkoa fulani Mstiri. Walikuwa wanataka watengeneze, naomba nimtaje kwa sababu ni kitu kizuri. Mkuu wa mkoa wa Tanga sasa hivi akiwa mkuu wa mkoa wa Tabora. Mama Samia alivyoenda walimuomba watengeneze kiwanda ambacho kwa sababu kule unajua Tabora wafugaji nyuki ni wengi na wana shida, watengeneze kiwanda ambacho kitazalisha mizinga 500 kwa siku. Umeona? Akanitafuta mwenyewe, akanipigia simu, akaniandikia official barua kabisa. Mimi kwa sababu mimi kama kawaida huwa na share na profesa wangu wa China, najua anamaliza kila kitu. Umeona? Kwa nafasi alionayo of course ana nafasi kubwa duniani huko kwenye mambo ya nyuki na huko China. Kwa hata kitu kama kitakuwa ni Marekani wapi anajua wa kumcheki nani wa kufanyaje. Kwa hiyo unatumia faida kwamba huyu profesa mimi kuna hii kauli ananiambia kila siku, mkishindwa kutumia fursa ya mimi kuwa huko mtaumia.
Kila siku waga nawaambia, hii nyinyi mnacheza lakini kuna fursa ninazo. Tena mpaka waga nawaambia huyu mtu jamani yuko hivi. Hifu mpaka nawaambiaga watu wanaokuja hapa wako design hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo ukija au ukifanya hivi tunapata hiki. Yule mama tukaenda vizuri. Kwa mimi hapo nakuwa kama mtukati. Nikamwambia kwenye ile barua walivyoandika nikamwambia nitumie. Kwa sababu wa China ninawaambia ukweli. Wa China wafanye kitu chochote cha kama hajaniuliza mimi. Na ndio maana kitu ambacho kimestaajabisha kule kwao yani kwao yani hawajaniuliza mimi. Cha nje yani ya kwao. Okay. Kwa sababu mimi ndio sio Mchina. Kwa akiniuliza vipi Ismail unaionaje? Nikamwambia hii haina maana, achana nao wanaachana nao. Umeona? Sasa au ni kama consultant wa masuala ya ushauri. Sasa nikawaambia wakaniambia vipi hii unaionaje? Kumbe hapo wakumbuke email ile barua iliyoandikwa niwaambia andika mimi nikaiedit kujikana ninavyojua afu nikamrudishia kwa akaisign fresh nikamwambia mtumie akawatumia kwenye email official email alivyotuma vipi unaionaje nikamwambia si unaona kuna hiki na hiki iko vizuri sawa uwezi amini akaanza hapa kutafuta design nini kila kitu tunaenda kitu ambacho ndo mpaka ninasema sijui kuna shida gani. Mama Samia mwenyewe alikuwa tayari kufadhili huo mradi. Ndio maana yule mama akana pana anambia baba huku mama akasema kila kitu kiko vizuri na anasimamia. Umeona? Mama mwenyewe. Sawa tumeenda bahati mbaya bwana. Yule mama akawa amehamishwa mkoa wa Tanga. Unajua kilichotokea? Kuna dogo mmoja mpaka nikamwambia bro usichoke. Alikuwa anapambana. Yuko huko. Anapambana kupushi naambia fanya hivi akaniambia hapa mpaka eneo akatafuta. Jamaa wanahangaika kwa sababu ile design hakuna hicho kiwanda manake wa China wanaanza kutengeneza model design ya kwetu ambayo itafanya kazi kwa Tanzania. Umeona? Tukafika hivyo baada ya kufika hapo alipoondoka yule mama jamaa akapiga chini. Sasa mimi huko watu wananionaje? Nani kapiga chini? Yani imeisha hiyo. Kwa sababu si ameondoka yule aliyekuwa analipisha. Sasa nimekutengenezea hiyo mazingira kama hawa watu ambao sina ukaribu nao. Ambao washaanza kutengeneza mpaka module ndio. Kwa sababu unajua mimi ninachokiona inatengeneza trend. Wamekufuata kwa ajili ya project moja itafika kipindi wewe hata tukimfuata hakuna kinachofanyika. Na pia wao wanakuheshimu wewe kwa sababu wamekutest kwenye mazingira yao. Lakini hawawezi kuiheshimu nchi yetu kwa staili hiyo kwa sababu wanaona kwa hiyo watu wa kule ukimwacha huyu ndio maana wanasema ukileta mlete kama wewe. Kwa sababu wanaamini kwamba kwa aina ya watu wengine ambao hawaonekani kuwa serious au kuweka mkazo kwenye mambo hayo maana yake haina maana kupoteza nguvu zao. Sasa ndio sisi tuna deni kwenye nchi yetu na Afrika. Na hichi ndio kitu Ismaili mimi naomba usikitoe kwenye moyo wako. Unajua hata wazee wetu walivyopigania uhuru, walivyopigania mambo mengi ya nchi yetu tusifikiri ilikuwa rahisi. Kulikuwa kuna mahouse negro, kuna weusi wenzetu wanaenda kuwa report. Yaani nyinyi mnapanga kikao cha kuleta uhuru, kuna watu wanaenda kusema bwana pale kuna kikao. Kwa hiyo sio rahisi sana kuleta mabadiliko kwenye jamii ambayo watu wengine tayari wameshakuwa robotized kwamba si hamna kitu tunafanya. Ndio. Ila sisi hatutakiwi kuchoka. Tunatakiwa tuendelee. Mimi naamini mwisho wa siku kuna jambo litafanikiwa. Kwa hiyo wewe ndugu yetu upo kule tunakuombea heri lakini sisi tutaendelea kukusumbua. Na wewe kila utakapofanya jambo jema na zuri tunaomba ushare huku na sisi. Na sisi tutajaribu kuona namna gani. Mimi hili swala la maabara sitaki to give up. Isipokuwa nimekumbuka kitu samani. Unajua sekta ya nyuki ipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Nadhani katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii unafahamiana naye. Kuna siku naona kama umempost. Anaitwa Dr. Hassan Abbas. Yes, ndio. Yule sasa hivi ndo katibu mkuu. Ndio. Kwa kama tutapata fursa, hizi fursa zote mimi nina uwezo wa kuzipush. Kama tutapata fursa ya kukutana naye. Ninafikia anatusikia. Sio yeye tu hata waziri wa Maliasili. Ndio waziri wa Maliasili. Kwa sababu huu ni kiwanda cha Mzinga na hiyo email nimekuonyesha sasa hivi. Wao wa China huko wataorganize kila kitu. Kwa wao ni nauli tu. Ndio. Kitu ambacho sidhani kama kinatushinda. Iko hivi, lazima tuwe tuna mission kama nchi ya kuwa empower, kuwapa maarifa
watu wetu. Huyu lengo la huyu jamani sio kwamba ameenda China akasome ili mwisho wa siku apotelee huko. Huyu ni mgodi ambao ukirudi hapa badala ya wengine sasa tukutumia gharama kubwa kwenda kule, huyu ndio anawafundisha. Sasa tukiwa na maabara, manake Ismail tayari ana maarifa, Ismail tayari ana marafiki, ana watu ambao wako tayari kusupport. Kwa hiyo hii sekta kwa Afrika tuna uwezo na sisi hapa na kuwa na maabara kabisa, na maendeleo makubwa kwenye sekta ya nyuki. Yani kabisa alionao tukiwa tuna maabara. Na yeye atawatrain wa Tanzania wengine, atawafundisha faida mbili kwa Afrika. Asali tunazo, tuna mtaalamu, tuna maabara. Within 5 years anaweza akazalisha wenzio labda. Sasa faida ambayo mimi ninayo mbali na mimi kufanya sijui hata kama sina huo ujuzi, faida nilionayo mimi kwa sasa hivi nilipofikia, ukimtaka mwanasayansi yoyote wa nyuki duniani mimi namleta. Sasa hiyo unasikia, hiyo maana yake ni kwamba tunarudisha, kwa sababu hata wa China, hata wa Marekani, hata Waingereza wanapeleka vijana wao kwenda kukusanya maarifa sehemu nyingine, hafu wanayarudisha nyumbani. China haijengwi na watu. Kwa hiyo sio, naelewa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Ismail hajaenda China kutalii. Ismail huyu ni mission ya nchi. Sasa sisi huenda tulifanya hii mission privately. Lakini ukweli ni kwamba sasa hivi tunasema kwa uwazi, huyu alienda kule ili kwa sababu alikuwepo hapa, aliona vitu vinavyopungua. Kwa hiyo alikwenda ili aje aisaidie nchi yetu. Wakati anaondoka walimfanyia mentorship, ukamweka kabisa. Tulizungumza na uzuri yuko focused. Siku zote hajawahi kutoka kwenye mstari wa kutaka kusaidia. Na nikueleze kule au kwenda nchi yoyote. Haya mambo Ismail aliyokutana nayo, hizo changamoto. Sasa nikueleze. Hata mimi hajawahi kuniambia. Yeye ananiambiaga vitu chanya tu. Kwamba kaka, tumefanikisha hili. Kumbe ana maumivu anayapitia, kwa sababu wale watu mimi sikumuunganisha nao, anajuana nao. Kwa hiyo inamuuma kwamba yeye alikuwa anajuana nao akiwa hapa. Ameenda kule akiamini atawafaidisha, lakini kuna ugumu. Kwa hiyo sisi tunatoa rai kwa Wizara ya Maliasili na Utalii, Dr. Abasi kaka yetu, tunafahamiana, tunaamini kuna nafasi ya kurekebisha, kumtumia Ismail na Watanzania wengi, sio huyu tu. Kuna Watanzania kwenye sekta nyingi tu ambao wanakwenda wanatamani kufanya mambo makubwa Tanzania. Kuna samani, lakini kuna jamaa yangu mimi yuko China, alikuwa anipa story, kuna Mtanzania alibidi aukane uraia. Yuko Marekani. Sasa hivi jamaa amebezi sana kwenye physics, yuko vizuri. Sasa hivi yuko Marekani kwenye project ya Marekani ya kutengeneza ndege za umeme. Kaukana uraia. Kaukana uraia. Wewe changamoto zopitia. Lao usingekuwa mzalendo, nadhani mtu wa kawaida ambaye ni mwepesi angekuwa kashaukana uraia au kachukua akaangalia vitu vingine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba yani mimi nachokisema, lazima tutengeneze mazingira ambayo taarifa za manufaa ya nchi ambazo zina msingi mkubwa ziwe zina uwezo wa kufika kwenye ngazi mpaka za juu. Sijui umeelewa? Yaani mtu awe ana option ya kuja huku. Ila wewe tukiona hauzifanyi kazi, tuwe tuna access ya moja kwa moja ya kuzifikisha kwenye ngazi ya juu. Kwa mfano, sasa ni uelewa tu. Unajua wewe unaweza ukaandika barua na email kwa katibu mkuu kiongozi Ikulu. Wewe hapo unaweza. Sasa hii ni issue ya uelewa. Unaweza wakumwandikia hata malalamiko yako na hata ukaituma hapa barua, halafu ikaenda kuwa delivered pale gate la Ikulu na ikaenda kwa katibu mkuu kiongozi. Kwa hiyo kwa sababu gani nasema hivyo? Kwamba kuna namna inabidi hawa watumishi wa chini wajue sasa hivi mfumo ulivyo wa wajibikaji. Mimi nisipofanya wajibu wangu, huyu ana access ya kwenda juu. Na ataonyesha ushahidi, nimepita kwa huyu. Ili hawa wachukuliwe. Kwa nchi kama za China, mtu kama huyu ni mhujumu. Kabisa. Yaani huyu anayehujumu nchi. Kwa sababu nchi inashindwa kupata faida na kuendelea kwa sababu ya ofisa fulani ambaye yeye anamfrustrate mtu ambaye anajaribu kuleta manufaa kwenye nchi. Kwa hiyo hii imetupa kwenye Fikra Zinduka, inatuzindua kwamba kwenye mazingira ya Afrika, moja ya tatizo jingine ni baadhi ya Waafrika wenzetu kutokuwa tayari
kufanikisha mchakato wa kuleta mapinduzi na mageuzi. Naam. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa sababu mambo ni mengi Ismail, tutazungumza zaidi wakati mwingine, lakini leo tulitaka kwanza watu wakutambue, waone mchango wako mkubwa, pia waelewe dhima ya msingi kwamba watu weusi na Waafrika tuna uwezo mkubwa tukiwa na mazingira ambayo yako fair na yana usawa wa kutushindanisha na watu wengine. Lakini kingine tulichojifunza ni kwamba sisi pia Waafrika tunawajibika kuchukua hatua za maksudi pale ambapo Waafrika wenzetu wanajaribu kuleta mabadiliko chanya kwenye nchi zetu. Tuchukue hatua za kuunga mkono na kusupport, kwa sababu tunawakatisha tamaa na ni rahisi watu kama hawa kwa nchi nyingine kubwa zinazotaka watu wenye maarifa kuwaiba. Zinawapa maisha, zinawapa kila kitu. Hapa anakuja anakuwa anasalimia tu ndugu kama mtalii anaondoka. Hakuna anachokifanya. Hivi tunasumbuana mpaka leo wanataka wa extend visa naendelee kukaa huko. Kwa hiyo tujifunze, kwa sababu bila hivyo tutaendelea pia wakati tunawalaumu watu weupe, pia na sisi tujiangalie madhaifu yetu na tuyarekebishe. Kwa hiyo mfumo wa wajibikaji, hasa mimi changamoto yangu kubwa kwa hawa watumishi ambao wana block mambo haya makubwa kwenda mbele. Kama nilivyosema, na hii tunatoa hata kwa Watanzania wengine. Ukiona kuna jambo la msingi unataka lifanyiwe maamuzi kwenye ngazi za serikali, viongozi wa chini au maafisa wa chini hawafanyii kazi, andika barua, kwa sababu katibu mkuu, kiongozi, hata rais wa nchi ni mtumishi wa umma. Kwa hiyo una uwezo wa kumwandikia rais, unaweza kumwandikia katibu mkuu, unaweza ukamwandikia waziri mkuu. Yaani andika barua yako, iende kule, halafu uone nini kitakachotokea. Mimi na kwa baadhi ambao nawafahamu ambao wamewahi kwenda kwenye ngazi ya huko, kwa sababu ikienda kule yule anawaandikia wale, kuna hili jambo, naomba maelezo. Sasa pale ndo wanaanza sasa kukimbizana. Kwa hiyo wakati mwingine pia akigundulika mtu wa hivyo, achukuliwe hatua za kinidhamu kwa mujibu wa taratibu za sheria za utumishi wa umma, kwa sababu huyu anaikwamisha nchi kuendelea. Na mimi nimalizie tu kwa mambo mawili. Cha kwanza ulichokisema, uwajibikaji ni lazima. Tuna uwezo wa kuwajibishana wenyewe kwa wenyewe, tuna uwezo wa kurekebishana wenyewe kwa wenyewe. Na Henry amesema kitu kimoja, na hichi ni kitu nimekuwa nafanya muda mrefu. Mimi naweza nikapita baadhi ya sehemu, nikikutana changamoto huko chini, huwa napanda mpaka nitakutana na solution ya issue yangu. Na nilichogundua, kadri unavyozidi kupanda juu ndio solution inapatikana. Huwaga kuna shida huko chini wenyewe kwa wenyewe, either ubinafsi wa mtu au kutokuwa makini au jeuri au kitu kama hicho. Hicho cha kwanza, uwajibikaji. Lakini cha pili, from this point tayari ndugu yetu yuko hapa, yuko kamili Nondo. Tuangalie sasa tunafanya nini from this point. Wizara ya vijana, tuna kijana mwenzetu. Wizara ya maliasili na utalii. Wizara ya elimu. Na nitafurahi na ninaamini waziri mkuu japokuwa yuko busy, rais wetu, kwa sababu hawa ni viongozi wakinichukua itampa sana yale maumivu ambayo kayapitia, itapunguza, itatoa motisha hata kwa watu wengine. Ila kwanza sasa hivi tugange yajayo. Mimi ninachoweza nikakuahidi kutoka kwenye upande wa Fikra Zinduka, na naamini tuko pamoja. Tuko pamoja katika harakati zako. Kutokana na udogo wetu na nafasi yetu tutaifanyia kazi. Cha pili, ile sehemu ambayo nilikuuliza mwanzo, ambayo ilibidi ile research ende ikafanyike na wakati mbele. Naomba tutakaa behind the camera, tuplan, tutoke pamoja, tuende tukaoneshe na tuoneshe dunia kitu ambacho kinatakiwa kufanyika katika uwezo wetu sisi ambao uko ndani ya uwezo wetu sisi. Ila nimependa sana, pamoja na changamoto zote, umebaki kwa steadfast, bado una uchungu wa nchi yako. Bwana Henry, hongera sana, kwa sababu watu wasiokijua ni mission hii, ni mission ya miaka 3 iliyopita. Na actually kuna mengine ambayo hujaelezea, uniambia ile tangia Central na wengine kwingine kile ambayo harakati na imekuja imezaa matunda, ni harakati za kizalendo ambazo zimefanywa binafsi. Ila inshallah Fikra Zinduka, wewe ni balozi wa Fikra Zinduka, ibebe wabebeshe wengine. Hii ni movement, ni platform ambayo inaendelea. Kwa hiyo kwa China sasa hivi Fikra Zinduka, tuna ndugu yetu mwenzetu Ismail ambaye yeye anabeba bendera ya Fikra Zinduka kwa upande wa Asia, na hasa kwenye sekta ya nyuki na sayansi ya nyuki. Kwa sababu ndugu zangu, bila kila mtu kubeba jukumu na kujitoa,
hatuwezi kuendelea kama bara. Kwa hiyo sasa kwenye safari ya kuzinduana kuna kuvutana mashati, kuna kupigana mitama, kuna watu humo kupigana makonzi, kuna mambo mengi, na buti lingine linatoka kwa ndugu yako, mengine yanatoka nje. Kwa hiyo all in all, au yote kwa yote, tunatakiwa kuendelea kusimama bila kuchoka. Mwisho wa siku Afrika itatuuliza sisi tuliozaliwa Afrika kwa nyakati fulani tulifanya nini ili kuifanya Afrika iwe bora. Kwa hiyo Ismail, utafanya sehemu yako, mwisho wa siku sisi wote tutatoweka duniani. Lakini kile tulichokifanya ili kuiboresha jamii yetu ndiko kitakachokuwa na msingi zaidi kuliko haya mambo mengine ya kibinafsi ya kila mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo mimi nashukuru, lakini pia kama una neno la mwisho by the way, kabla hajaingia niombe Fikra Zinduka ilipokelewa vizuri sana na media tofauti. Ndio. Naomba hii sio sana exclusive kwa Fuse. Naomba na media zingine mpokeeni, muiteni, ongeeni naye, yani hii madini aliyonayo yafikie kwa wengi zaidi. Huko kwa muda gani Tanzania? Mimi nipo weekend naondoka. Weekend hii? Ndio, Mungu akipenda. Unaondoka? Mimi Tanzania sikuwa na nasiba kuja Tanzania. Nimepita tu kimya. Hata okay. Watu wangu kwa hiyo manake una muda mchache sana. Sio mbaya. Nimetokea Afrika Kusini, kwa hiyo baada ya kurudi China moja kwa moja nikawa nipite nyumbani afu niende China. Sawa. Bila shaka. Lakini yote kwa yote, ndugu yetu, tunakushukuru na tunakuombea heri. Mwenyezi Mungu aendelee kukusimamia huko, usisahau nchi yako, usisahau Afrika, usikatie tamaa. Mwisho wa siku mimi naamini tukiendelea kupambana hivi mpaka mwisho, kuna hatua, hata kama sio hatua 100, tukipiga tu moja basi sio mbaya sana. Kwa kama una neno la mwisho kwa vijana, kwa Watanzania, kwa Waafrika, kwa karibu. Mimi neno langu la kubwa kwa vijana wenzangu kwanza. Kitu ambacho nimejifunza kwanza, kuishi kwenye imani na kuamini kile unachokifanya, kwa sababu mimi nimesoma chuo kikuu hapa Dar es Salaam. New Kindo si tulikuwa bachi ya 3 kuingia. Nikienda mtaani kuna jamaa nakutana naye anamwambia unasoma nini nyuki? Kuna mtu anakuambia siku hizi mtasoma mpaka nzi. Ushaelewa. Lakini hivi tunavyoongea, bro hapa alikuwa ananisaidia, napata platform kutoa elimu kwenye media wapi. Uwezi amini sasa hivi watu wengi wanatamani vijana wao wasome nyuki. Na serikali kiukweli ninaishukuru, kwa sababu sasa hivi katika kila mkeka tunahitaji si vijana PDF la utumishi, lazima ukukute ajira ya mtu wa nyuki. Sasa hivi yani, kwa hiyo imejitahidi sana kwa ajili hilo kiukweli siwezi mimi kwenye ukweli nasema imejitahidi kwa ajili. Na hata pia changamoto ambazo nakutana nazo kiuhalisia sio changamoto zinazonihusu mimi. Kwa hiyo kivyovyote vile zikienda zisiende haziniathiri mimi kwa upande wangu kwenye shughuli zangu. Lakini kitu ambacho ninaamini inawezekana ni watu sio sahihi, lakini sio kwamba eneo sio sahihi, hapana. Kwa muhimu tu vijana tusikate tamaa, yani tusikate tamaa. Na katika umri wetu ni umri ambao una changamoto nyingi, hususan ukiwa unajitafuta. Na hususan kwa sisi, kwa mfano mimi kwenye kila ninachokifanya, sijui ndio niseme huwa nina bahati mbaya na kuaga pioneer ndo mwanzilishi. Kwa yani Mungu kakuweka kwenye nafasi hiyo, wala sio bahati mbaya. Hata hivi ninavyofanya yani unakuta hamna sehemu yani labda unaweza hakuna reference. Kwa hiyo nimejaribu kusema hivyo kwa sababu nimejaribu kusema hivyo. Umesikia bro? Nimejaribu kusema hivyo kwa sababu inawezekana watu wengi wanakutana na mazingira ya namna hiyo kama ya kwako. Kwa muhimu tu usikate tamaa na kuamini kufanikiwa. Hicho ndio kitu cha muhimu. Kingine cha msingi, hakuna overnight success. Huo ndio ukweli, tusidanganyane. Yani hakuna tu leo ulale kesho hapana. Kwa mfano wewe unaweza ukaona, kwa sababu wengi wameuliza pia na mimi nataka hiyo tuzo, umeipataje? Nimeeleza hapa. Yani anasema ila nimependa hiyo kama nataka hiyo tuzo. Wewe umeipataje? Kwa hiyo kwa sababu mtu hauelezi mchakato, mtu anajua tu kama kama mimi nimeeleza saa 5 asubuhi naingia maabara, natoka saa 9 usiku, nalala saa 11 asubuhi, saa 4 naamka najiandaa. Miezi 4 mfululizo, kuanzia mwezi wa 2 mpaka wa 7, ni miezi 5. Ugenini, maana yake sio mazingira ya yani hiyo hamna weekend, hamna nini, na mazingira ugenini ni magumu sana. Kwa hiyo kwa sababu tu ile imani na sikuwa na yale matarajio kwamba
kama hata tuzo yenyewe yani sikuwa na ile ulikuwa unafanya kupata solution, sio kupata glory au kupata utukufu na kujaribu pia. Ndio hicho ambacho nilikuwa nataka niwaambie vijana wenzetu. Sisi vijana wa Tanzania tuna hiyo kasoro ya kutokujikubali. Hata mimi mwenyewe imenikuta. Kwa mfano hata hii tuzo, yani kama isingekuwa balozi wala inawezekana hata nisingekuwa hapa. Kwa hiyo namshukuru kwa sababu yani hatuna ile asili wa Tanzania, yani tunaogopaga ile unaonekana kama jamaa mbona ni anajikweza hivi. Tuna hiyo changamoto. Unajificha ficha. Tuna hiyo changamoto. Kumbe yani ni ile branding na identity kwamba watu wanakufahamu kupitia kitu fulani. Kwa hiyo hata hiyo tuzo niliyopata mimi nilishare na watu inbox. Sikutaka labda iwe kubwa hivyo, hapana. Lakini sasa baada ya kushare na bro hapa alivyoshare kwenye Instagram na sehemu nyingine, matokeo yaliyotoka nikaona sasa umuhimu wa kuonyesha uwezo mtu ulionao, kwa sababu ninaamini kuna Watanzania wengi sana wana uwezo mkubwa, lakini tuna ile tabia. Alafu kingine ambacho Watanzania tunacho ambacho mimi huwa kinanikwaza pia, unakuta mtu kama hivi ana uwezo na anaweza kufanya kitu, anapenda kufanya mambo yake kwa siri ili watu wasijue. Kumbe unajinyima fursa wewe, kwamba labda watanichawia. Tuna ile kauli watanichawia, unajinyima fursa wewe. Kwa hiyo ukiona kitu chochote unaweza kukifanya yani kinaweza kufahamika, kikatoa manufaa kwa watu, we kitangaze, kwa sababu hiyo ndio utakuwa utambulisho wako. Kwa mfano mimi sasa hivi utambulisho wangu kwa Tanzania ni kwenye maziwa ya nyuki. Ukisema maziwa ya nyuki kwa Tanzania sio kwamba ninajisifu, hakuna ni mtu tofauti na sisi Apis ambaye analia maziwa ya nyuki. Ninyi asanteni sana. Fikra Zinduka, Fuse, tunaendelea. Fikra Zinduka ni harakati. Kama umependa unachokisikia, unaweza ukashare na mwenzio na yeye azidi kufaidika. Lakini kama ndo mara ya kwanza unamfollow DJ Smart 255, bonyeza subscribe hapo, alafu jiunge kwenye WhatsApp channel ili wewe unapata taarifa zote za link zote za makala ya DJ Smart yanapokuwa yanatoka. Ila vile vile show your love, show your support ili Fuse zidi kufanya makala mengine, tuzidi kuelimishana. Gharama ni nyingi, tuzidi kuboresha Fuse. Nachoweza kusema is one love. Namba hii hapo. Mwana Fuse, kuwa wa mwanzo kupata makala zote za DJ Smart zinapotoka. Ni rahisi, link zote za makala hutumwa kwenye WhatsApp channel ya DJ Smart 255. Subscribe upate makala yote yanapotoka. Njia ya kwanza ni kuscan hii QR code. Tumia kamera yako kuscan hii QR code. Itakupeleka kwenye WhatsApp channel, halafu bonyeza subscribe. Au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda kwenye hii namba. Andika message niunge kwenye channel, utapokea ujumbe wenye link. Bonyeza hiyo linki, itakupeleka kwenye channel, bonyeza subscribe. Utakuwa unapata makala yote ya DJ Smart za zamani na mpya kila zinapotoka. Vile vile DJ Smart nipo TikTok, nipo Twitter au X, Threads, kote natumia DJ Smart 255. Fuse by DJ Smart inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764124124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Smart, one love. DJ Smart. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer. This video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.